Kwenye maisha wanasema safari na mziki, msikilizaji. Basi hii simulizi ni mapenzi na mdundo. Kuna baadhi ya mashabiki nimewakumbusha ile simulizi ya Nipe Yote. Yes, ndo mimi mwenyewe nakwenda kukusimulia hiki chuma bala sana. Nikuombe tu weka mbali na watoto. Nisikupotezee muda. Kwa jina naitwa Dennis. Mimi ni kijana mtulivu sana, aliyejaliwa akili, nidhamu na heshima kwa watu wote. Msikilizaji, kijana Dennis anatuambia kwamba alikuwa anaishi maeneo ya Vingunguti, huku akiwa anafanya kazi kama saidia fundi wa ujenzi wa majumba, kazi ambayo ilimfanya asipate muda wa kupumzika kwa sababu kuna muda alilalamika kuwasaidia mafundi ujenzi wawili kwa wakati mmoja ili tu apate pesa nyingi angalau. Ikawa fundi huyu akihitaji tofali kabla hajapeleka, mwingine anahitaji zege. So alipambana sana, maana hakuwa na chaguo lingine la kupata kazi, na ilikuwa ni kazi ambayo inamweka mjini pia, lakini alikuwa ameichoka sana kutoka moyoni mwake. Ndipo siku moja akiwa zake kijiweni amekaa na marafiki zake, alimsikia mmoja wa wenzake akiongea kwamba wewe wazee, kuna watu wanadharau sana wanangu. Eti kuna brother mmoja hivi maeneo Masaki anatafuta usiboi wazee. Alafu eti kanambia eti mimi niende. Yaani nisikana mimi sina kazi huku kitaa. Na hata kama mimi ningekuwa sina kazi, hivi muda wa kwenda kula ngada mwanangu mimi ningeutoa wapi mazee? Jamaa kaniboa sana hisi. Eti anadai kwamba eti mimi nitakula vizuri, mshahara mnono sijini. Eti kwamba eti sijini nitapata mshahara mnono bila shida yoyote. Anasahau kuwa sisi wauni tunathamini sana uhuru wa kula ngada mwanangu bila kujificha ficha. Basi vijana wengine pale kijiweni wakamuunga mkono kijana huyo kwa kucheka kwa dharau juu ya maneno aliyosema bosi huyo. Mmoja akasema kwamba kweli kabisa mwanangu, uko sahihi maniga. Hizo kazi ni za mademu mwanangu, sio sisi mwanangu. Lakini kwa upande wa Dennis, yeye alikuwa zake kimya akitafakari kwa kina maneno hayo. Moyo wake ukawa unashindana na akili yake juu ya uamuzi gani sahihi au chukue. Sasa Dennis akajifikiria kwamba yani nyumba iko Masaki, alafu kula bure. Tena kula penyeni huko na mshahara ni mnono. Mbona kama moyo wangu unataka hiyo kazi na akili yangu inajaribu kunizuia? Hapa nifanyaje? Hapa ila ngoje tu niende bwana, maana muda mwingine hata chakula kwangu ni changamoto. Sasa huko kama kula ni bure na mshahara unaopata vizuri tu, hata kama nikipewa laki kwa mwezi fresh tu, ndani ya mwaka mzima si nitakuwa na milioni 1.2. Sitobakia pale. Ngoje, yes, hapa ni kweli. Asa Dennis akaamua kumsogelea kijana kwa utaratibu. Nitabasamu la mbali kidogo, kisha akasema kwa sauti ya kunong'ona ya kwamba bro, hebu nakuomba kupembeni basi kidogo kaka. Yule kijana akaongea kwa sauti kubwa hadi kero yani. Kama unavyojua kwenye vijue vya vijana, dakika moja kuelewana, dakika moja kimeumana. Asa jamaa akasema kwamba dogo wewe ropoka tu dogo, kwani kuna manzi hapa mwanangu ambao unamhofia? Amna demu hapa, funguka tu, mambo ya kuitiana pembeni ndo nini mdogo wangu, eti do njoo hapa. Wewe zungumza, unanihitaji pembeni mwanangu ka demu. Sasa Dennis ilimbidi tu aanze kuongea pale tu, baada ya yule kijana kukataa kabisa kusogea pembeni. Basi Dennis akasema kwamba kwanza samahani kidogo bro, inawezekana nimeingilia maongezi ambayo kwa namna moja ama nyingine yalikuwa hayanihusu, lakini ni kwa sababu tu nimekwama kabisa kiuchumi kaka. Nimekusikia vizuri mwanzo mpaka mwisho juu ya kazi ya house boy uliyosema. Kama utujali basi naomba niunganishe na huyo bosi bro, mimi ni mwaminifu yani sijatengolezeje. Alafu mimi ni mchapakazi kabisa kaka. Hata baadhi ya wenzangu hapo wananifahamu, kwa hiyo naomba sana hiyo kazi kaka. Baada ya Dennis kusema maneno hayo, cha ajabu yule kijana akaanza kumcheka kwa dharau, kifuatiwa na vijana wengine wote waliokuwa pale kijiweni. Jamaa walimcheka sana, wakasema kwamba aisee, wewe mzee, hivi udogo hivi anajitambua kweli wanangu? Mimi nakuunganisha vipi sasa na mtu wakati ni leo tu ndo tumekutana hapa? Mimi aliniamini kwa sababu si nimefanya naye kazi nyingi sana kwa uaminifu mkubwa bila kumletea janja zozote, licha ya ngada zangu ninazokulaga, ila mimi namshukuru Mungu sina tamaa ya kuiba cha mtu. Sasa wewe mimi nakujulia wapi sasa? Hata ukiiba ukatoroka mimi nitakutafutia wapi sasa? Si ndo mwanzo wa mimi kukutiwa mbaloni? Basi jamaa alivyosema hivyo, kwa uaminifu mkubwa aliokuwa nao Dennis kwenye maisha yake, ulikuwa ukimsaidia sehemu nyingi sana. Hata kwa vijana wenzake ambao isingekuwa rahisi sana kuaminiana kwa sababu ya shughuli zao za usela ambazo hazikuhitaji kumwamini yeyote, bado Dennis aliaminika na vijana hao. Mmoja wa vijana akasimama huku akisogeza suruali yake iliyokuwa ikishuka karibu na magoti,
huku sikio moja akiwa sasa ameweka ngada. Akasema kwamba oya mwanetu hapo, mbona kama unayumba sasa mwanangu dogo, kuhusu swala la uaminifu ni moto wa kuletea mbali mwanangu. Mimi sikufichi mwanangu, yani bora usituamini sote, ila mwanangu sio dogo mwanangu. Hivi nikuulize swali, wewe unaweza kuokota 1,500,000 kwa usawa huu ulivyokuwa mgumu, alafu eti umkimbilie mwenyewe na umpe pesa zote? Basi kijana huyo aliposikia hivyo akatikisa kichwa kwa ishara ya kukubali kwamba asingeweza kurudisha hata 100 mbovu. Kisha akaongea taratibu akimtazama Dennis usoni ya kwamba dogo, kama anaosema ni ya ukweli, basi unaopiga mwingi sana na utafika mbali kimaisha mdogo wetu. Basi ngoja, mimi nadhani kati ya wiki hii tunaweza kwenda ukapaone kama atakubali fresh. Ila mimi sidhani, yule boss unajua anaga kawaida sana kumzoea kila mtu mimi hata watu wengine wananishangaa gani mimi nimewezaje kumzoea kiasi hicho hadi kuniamini niwe mfanyakazi wa ndani. Ila silaha yangu mimi kubwa ni uaminifu tu mdogo wangu. Ni kweli jicho langu liko nyanya mwanangu muda wote, maana mimi sinakula kijiti kila wakati mwanangu, ila mimi sina tetesi za wizi kabisa mwanangu. Au wenzio mashahidi hao. Unajua kuna muda mwanangu wanaunda madili ya kwenda kuvunja na kuiba kwenye maduka ya watu, ila mimi najikataa mwanangu, mimi naenda zangu kulala, sitaki kesi kabisa mwanangu. Kweli bwana, ilipofika siku ya Jumamosi saa 10 jioni, yule kijana akampigia simu Dennis akimtaka wakutane pale kijiweni ambapo walikutana siku ya kwanza. Basi yule kijana akasema kwamba dogo, hebu njoo haraka hapa maskani mwanangu, ila jitahidi sana kuvaa vizuri mwanangu, maana tunaenda kukutana na watu matawi ya juu sana mwanangu, kwa hiyo upendeze. Sio unaenda pale mwanangu umevaa nguo chafu unanuka kikwapa, yani si unajua tena mimi sikufichi mwanangu, tesha getini tu. Basi Dennis aliona kama ndoto vile kwa upande wake, ingawa kazi yenyewe ilikuwa bado hajaipata, lakini kuitwa tu na kijana huyo ilitosha kufarajika kwenye moyo wake, kwa sababu alikuwa anaitaka kwa udi na uvumba kazi hiyo. Bila kupoteza muda, Dennis alipekua kwenye begi lake la nguo na kuchukua suruali na fulana ambalo lina unafuu kidogo kimuonekano ukilinganisha na nguo zake zote, akavaa na kuelekea kijiweni. Huwezi amini kabisa, licha ya kuwa kijana huyo aliyemuunganisha Dennis kwa bosi wa Masaki alikuwa mlangada na kama muhuni kimuonekano, lakini alikuwa amekabidhiwa gari la bosi huyo wa Masaki ili akamchukue Dennis. Hiyo yote ni kwa sababu ya uaminifu wake mkubwa aliokuwa nao, kama ambavyo alisema hapo awali akimwambia Dennis. Sasa Dennis alipofika hawakuwa na muda wa kupoteza, alielekezwa aingie kwenye gari kisha wakaondoka kuelekea Masaki. Sasa huku nyuma waliacha vijana wenzao wakiwa wanamtania Dennis kama kawaida yao. Kasema kwamba oya mzee, mmemwona dogo letu mwanangu anaenda kula bata mzee, tueni waaminifu mfano hapa mtaani tu kuku akiibiwa tunatafutwa sisi. Dogo nenda mwanangu, ile usitutupe mwanangu wanao huu hata unatumatuma hata hela ya kitu nini si unajua. Basi baada ya dakika kadhaa kupita walifika kwenye nyumba kubwa mno ya kifahari, hata Dennis mwenyewe akanatetemeka tu. Yule kijana akamwangalia Dennis usoni akiwa serious kidogo, kisha akamwambia kwamba sikia wewe dogo mwanangu, hiyo ndio nyumba yenyewe mwanangu, umesikia? Shuka kwenye gari ili mimi niende nikamcheki kwanza, maana leo ni Jumamosi. Atoke nadhani upo. Alafu punguza mwanangu kitete, umesikia? Yani unaweza kuonekana ni kama tapeli ukianza kuwa na kitete. Wewe ukionyesha uso wa kutokujiamini mara kwa mara mwanangu, itakuwa jao. Jikaze. Hata kama umetokea kwenye mazingira ya unyonge, inabidi uwe nginga mwanangu. Basi Dennis hakuwa na pingamizi juu ya ushauri aliokuwa anapewa na kijana huyo ambaye kwa wakati huo ndiye mwenyeji wake mkubwa anayemtegemea. Akashuka kwenye gari na kijana akabonyeza switch ya getini ili afunguliwe. Mara geti likafunguliwa kisha akaingia ndani ya gari. Baada ya kufika ndani, kijana alimkuta boss ambaye ni Mr. Masoud akiwa ameketi kwenye sofa akipunga upepo wa kiyoyozi. Sasa kijana akamsalimia boss kwa bashasha na heshima, tofauti kabisa na jinsi alivyozoeleka na magenge ya masela wenzake kule vijiweni. Basi kijana akasema kwamba boss Masoud, habari yako kaka? Si yule kijana aliyekwambia juzi kwenda takujania hapa leo, nimeshamleta yupo hapo nje. Basi Mr. Masoud akajibu salamu hiyo ya kijana wake ikiambatana na mshangao kidogo, akasema kwamba safi vipi huko kwenu bwana, lakini mbona kama umemwacha nje? Si ungeingia naye tu ndani tu, au na wasiwasi naye nini? Nimeshakwambia mlete mtu kama wewe ambaye ni mtifu na muelewa bwana, sio mjaji tu ambaye tunaweza tukashindwa kuelewana. Hebu kamlete bwana nimuone kwanza. Mimi mtu mtulivu nitamjua tu kwa kumwangalia. Basi kijana akanyanyuka kutoka kwenye sofa na kuelekea nje ili kumuita Dennis. Dennis kama kaida yake sio mtu wa papara sana. Amejaliwa upole, utulivu na hekima. Tena ni vitu vya wazi kabisa. Alipofika ndani kwa hekima akamsalimia boss,
kisha akaketi kwenye sofa baada ya kuambiwa akae. Bosi akamwangalia Dennis kwa umakini mkubwa, kisha akamgeukia yule kijana. Kisha akasema kwamba sasa wewe unaweza tu kaenda kwa kuwa umeshamleta huyu kijana, wewe haina shida, tutawasiliana. Hebu uchukue hii, utakunywa hata soda ndugu yangu. Basi bosi akatoa wallet na kutoa note kama 4 hivi nyekundu za 10,000 na kumpatia yule kijana aliyekuja na Dennis. Yule kijana akashukuru sana, kisha akamwaga Dennis na kuondoka zake nje. Ndipo bosi akaanza kumhoji Dennis kiundani ili amtambue vizuri na ajue ni mtu wa namna gani anayetaka kuishi naye hapo nyumbani kwake. Bosi akasema kwamba habari yako kijana, nimepata sifa zako za uchapakazi, lakini mimi sijawahi kukushuhudia popote pale ukifanya kazi, kwa hiyo mimi nitajiridhisha tu mimi mwenyewe kama yasemayo ni kweli au wanaimba tu ngojera tu. Vipi lakini umesoma? Baada ya kuulizwa hivyo, Dennis aliganda kidogo akitafuta cha kumjibu bosi wake. Akanajiuliza mwenyewe moyoni kwa wasiwasi wa kutimuliwa. Alibaki anajiuliza kwamba hivi nikimwambia nimeisha darasa la 7 si ndio mwanzo wa kutimuliwa hapa? Maana anaonekana ni msomi kabisa. Sasa mimi na elimu yangu hapana. Ila kweli umeweka mtu huru bwana. Kwa sababu hata nikisema nimefika hadi chuo naweza semeshwa Kiingereza hapa. Sasa nikiongeleshwa Kiingereza hapa si nitatoa mashuzi tu hapa. Dennis alijifikiria hivyo. Sasa kwa kujiamini mno akamjibu bosi Masudi ya kwamba wewe acha tu bosi, yani nilibahatika kusoma na nikafaulu kwa kishindo kabisa mtihani wa darasa la 7, lakini wazazi wangu walikosa ada ya kunisomesha, hivyo ikanibidi tu nibaki mtaani. Bosi Masudi akatikisa kichwa kwa ishara ya kumwonea huruma kwa changamoto hiyo ambayo amepitia. Kisha akasema kwamba pole sana kijana, hayo ndio maisha. Hapa kazi ipo, tena sio kazi moja, zipo nyingi sana. Nadhani waifu akirudi atakuelezea zaidi kwa sababu mimi sio mshindaji sana wa hapa nyumbani. Lakini uzuri hauko peke yako, kuna dada wa kazi ambaye mtakuwa mkisaidiana baadhi ya majukumu. Na jambo la msingi zaidi, mimi wasitaki masiara kabisa kwenye nyumba yangu kijana. Kama umeamua kuchapa kazi, chapa kazi. Mambo ya kwanza sijui mara umepekua hapa, pale sitaki kabisa. Sitaki kabisa kusikia hiyo. Na sio kama nakutisha, hapana. Yule mwenzio yule nadhani ameshakwambia kila kitu kuhusu misimamo yangu twende huko basi na bag lako nikakuonyesha chumba chako. Basi Dennis akainuka kutoka kwenye sofa na kubeba begi lake la nguo, kisha akamfuata Mr. Masudi kwenye chumba alichokuwa akielekea. Walipofika, Mr. Masudi akamkabidhi Dennis funguo za chumba, kisha akamwambia kwamba sasa kijana, hapa ndipo utakuwa unalala. Lile ni kabati la nguo na kile ni choo na hii hapa ni bafu la kuogea. Lakini nikuombe sana usije ukaogea chooni aisee. Umesikia wengi huwa hawaelewi madhara ya kuogea chooni badala ya bafuni. Moja ya madhara ni maambukizi ya bakteria aina ya Salmonella ambao wao wanaweza kusababisha magonjwa ya ngozi, macho na mara nyingi mfumo wa chakula au kitaalamu tunaita digestive system. Mimi siongei hivi kama nakudharau, hapana kijana, bali mimi huwa nimezoea na napenda sana kuwapa watu elimu kwa wale ninayoyajua. Hata mwenzio ananifahamu vizuri kabisa, lakini pia hiyo ni taaluma yangu. Basi Mr. Masudi akamuuliza Dennis huku wakiwa sasa wanaelekea upande wa sebuleni kwamba alafu kijana, nisahau kidogo, hivi unaitwa nani vile? Dennis akamjibu Bosi Masudi ya kwamba ni kweli na mimi nisahau kabisa, naitwa Dennis bosi wangu. Dennis alijibu hivyo kwa hofu kidogo. Baada ya hapo bosi akampeleka jikoni na kumkuta dada wa kazi mrembo kweli, sio mchezo. Bosi Masudi akamtambulisha Dennis kwa binti huyo. Bosi Masudi akasema, sasa Dennis, huyu ndiye dada wa kazi niliyekwambia kuwa utashirikiana naye hapa ndani. Yeye anaitwa Esther. Nani Esther? Huyu ni houseboy kuanzia siku ya leo, anaitwa Dennis. Kwa hiyo naomba mfanye kazi kwa kushirikiana ili kazi ziende. Naamini hamtoniangusha, si ndio? Esther akajibu, sawa boss. Basi siku hiyo mke wa boss, yani mke wa Bosi Masudi ambaye kwa jina anaitwa Shakira, alichelewa sana kurudi nyumbani, na aliporudi alikuwa amerudi kwenye mida ya usiku. Sasa kwenye mida ya usiku, sasa akiwa chumbani kujipumzisha, Masudi ilimbidi amuelekeze mkewe Shakira juu ya ujio wa kijana wao wa kazi alikuja mchana. Masudi akasema kwamba sasa mke wangu Shakira, mimi nimeona bora ni ongezee kijana wa kazi. Ili kazi za nje kama kufyeka nyasi, kufua na kazi nyingine ambazo zinaweza kuhitaji nguvu
iwe rahisi kwenu kufanyika kuliko kumtegemea dada wa kazi peke yake. Itakuwa ni ngumu sana. Na yote mimi nafanya kwa ajili yako kipenzi changu. Mimi nakupenda sana Mai. Elewa kwa mimi sitaki kabisa uteseke. Basi Shakira alishangaa kidogo, maana hakupewa taarifa zozote za kuwa kutakuja kijana wa kazi. Alisi kama mume wake alikuwa anajiamlia tu mambo yake mwenyewe bila kumshirikisha mkewe. Basi akaruna kidogo kwa mideko na kuongea kwa sauti kama ya kitoto, kama kale katoto kanakosusa. Shakira akasema, "Sitaki bwana. Wewe unaamua mwenyewe tu mambo yako alafu unasema kwamba unanipenda. Huyo kijana unamfahamu kiundani kweli? Siku hizi vijana wengi sio waaminifu hata kidogo. Mimi nitamchunguza kwa siku hizi atakazofanya kazi hapa nyumbani, alafu nitakupa majibu. Najua hawezi kudumu yule. Yaani unajua wale vijana siku hizi sio waaminifu kabisa mume wangu. Au kijana huyo ndio yule aliyekataa kazi hiyo ya Westboy, yule anayetupeleka hata kazini kwa gari siku nyingine. Ndio yeye. Kama ni yule hapo sawa." Mr. Masudi akamtazama Shakira usoni na kumwambia kwa sauti ya utulivu na mahaba ya kwamba, "Hapana my wife. Sio kijana huyo. Ni mwingine kabisa, lakini kwa namna nilivyomuona ni kijana mmoja mtaratibu sana na ana nidhamu ya kupindukia. Ndio wale hata akikupa maji kwenye glasi anapinda magoti kidogo kwa heshima na unyenyekevu. Ingawa haipaswi kumwamini sana mtu usiyemjua kiundani, lakini mimi nimeishi na watu wengi sana. Vijana wa aina mbalimbali nimeishi nao, wahuni nimeishi nao, wapole nimeishi nao, matapeli nimeishi nao. Kwa saikolojia yao ninaielewa vizuri sana mke wangu. Kwa wale usiofu bwana. Haya, tulale basi kipenzi. Najua umejichokea hapo bebe wangu. Sogea. Basi usiku huo ulipita na asubuhi na mapema palipokucha, Boss Masud alikuwa tayari valia suti zake za bei kali sana ambazo Dennis alikuwa akiziona tu kwenye TV wakivaa wasanii wakubwa. Na Dennis tayari alikuwa ameshaanza kazi yake iliyomleta kwa ufanisi na furaha, huku sasa akiahidi nafsi yake kutokufanya makosa yoyote ili asije akarudi kwenye maisha yale aliyotoka, ambayo hata kule ilikuwa ni kama ndoto kwa siku. Honi ya gari ilipigwa na Boss Masudi alimtaka Dennis afungue geti. Dennis akafungua geti, kisha Mr. Masudi akatoka nje huku akimpungia Dennis mkono kwa ishara ya kumsalimia na kumuaga. Mr. Masudi akiwa kwenye gari akanajisemea kimoyomoyo kwa uso wenye furaha waziwazi kwamba wow, kweli huyu kijana ni mchapakazi mno. Sikudhani kama saa 11 hii angekuwa haraka kunifungulia geti, na kizingatia ni mgeni kabisa. Alafu na zile nyasi za pale kwenye ukuta amezikata saa ngapi? Hapa kijana nimepata ise cha kuomba tu asiwe tu ananiigizia kwa siku hizi za mwanzoni. Basi Dennis akaendelea kupiga kazi yake kwa ufanisi zaidi. Na wala sio kwamba eti alikuwa anajituma kwa sababu ya kumhofia bosi wake, hapana. Hivyo ndivyo alivyolelewa na mazingira aliyokulia. Yaani ni mtu ambaye ni mchapakazi na sio kufanya maigizo. Akiwa zake anafanya kazi, mara alisikia sauti ya kukaripia kidogo iliyomfanya mwili wake ukatetemeka. Ilimuita kwamba, "Hey kijana, habari yako? Wewe ndiye mfanyakazi mpya sio?" Shakira aliongea kwa dharau fulani hivi kwa sababu hakuwa ameliafiki sana jambo la mmewe kumleta mfanyakazi bila kupewa taarifa. Kwa hiyo alikuwa kama na kisirani fulani hivi. Wakati huo Shakira alipokuwa akimsemesha Dennis alikuwa amemgeuzia mgongo akiwa anafyeka nyasi za kwenye bustani ndani ya fence. Ndipo Dennis sasa ikambidi ageuke ili kumjibu bosi wake wa kike kwa heshima. Shakira alihisi kama kapigwa na shoti umeme hivi. Alimwona kijana handsome sana ambaye alimfanya baki mdomo wazi kidogo kwa sekunde chache. Shakira akaanza kuongea kwa sauti tulivu na ya upole ya kumtonyoka pangoni, huku akijichekesha tu, maana hakuwahi kufikiria kuwa aliyekuja ndio yupo hivyo kweli. Akasema, "Samahani hivi nimekugombeza? Nisamee jamani. Sijaamka vizuri, najisikia vibaya. Jana nilikuwa safarini. Naona safari ndio imenichosha. Kwa hiyo samahani sana, usijisi vibaya." Basi Dennis akamjibu Shakira akiwa na tabasamu kidogo, bila kujua tabasamu lake ndilo lilizidi kumvuruga kabisa Shakira. Dennis akasema, "Hapana madam, huna haja kuniomba msamaha kabisa. Mbona muongea kawaida tu? Mimi nimeshazoea maisha ya mtaani kule. Mtu anaongea na wewe huku sasa na kusindikizia na bonge la kofi, alafu mnaendelea kucheka na kupiga story zenu bila hata kinyongo chochote. Kwa hiyo usijali kabisa bosi wangu." Shakira akamjibu Dennis ya kwamba, "Asante sana kwa kunisamee, alafu nitaka tu kusahau kidogo. Sasa hivi unaitwa nani? Yaani mimi naitwa Shakira, wewe unaitwa nani? Alafu sitaki uniite boss hata kidogo. Ila mbele ya mume wangu unaweza kuniita tu madam, sawa?"
Dennis akatikisa kichwa kwa ishara ya kukubali alichoambiwa. Kisha naye akamjibu Shakira akisema ya kwamba sawa madam, nimekuelewa, mimi nitafanya hivyo. Kwa jina mimi naitwa Dennis. Shakira akakasirika kidogo na kumtazama Dennis kwa namna ya kususa. Akaongea kwa sauti ya msisitizo sana. Hata Dennis mwenyewe akawa haelewi nini tatizo. Akasema kwamba jamani, si nimetoka kukukanya sasa hivi tu hapa uniite kwa jina langu Shakira. Nimekuambia tukiwa wawili niite Shakira, ila ukimwona mume wangu ndo utaniita bosi au hiyo madamu yako unayoiendekeza. Mbona ukaa kama mtoto? Lakini ona sasa nakugombeza tena jamani. Afu mbona nakuwa hivi? Yaani nimepatwa na nini? Dennis, samani, ngoja niende ndani kidogo baadaye. Basi Dennis hakuelewa chochote kwa muda huo kuhusu bosi wake wa kike, kwa sababu alikotoka hajawahi kuwa na mahusiano na mwanamke yote zaidi tu ya kuchambwa na wanawake wa Uswahilini. Hata alipojaribu tu kutoa salamu, wakidhani labda alikuwa anataka kuwatongoza vile, kumbe alikuwa ni mcheshi tu, na tena moyo wake ulikufa ganzi kabisa juu ya mapenzi. Kutokana na maisha ya kubaguliwa aliyoyapitia, ndio maana kwa muda mwingi aliona bora tu akashinda pale kijiweni na vijana wenzie. Lakini hakuwahi kubadilisha tabia yake njema aliyokuwa amekulia kutoka kwa wazazi wake. Kwa kifupi, vijana wenzie walishindwa kumbadilisha awe kama wao. Kuna muda walikuwa wakimpa kijiti wakisema, "Oya dogo, hebu piga pafu moja mzee." Lakini alikataa kata. Ila uaminifu wake ndio ulikuwa sababu vijana wenzake wakampenda na kumwacha pale kijiweni. Shakira basi akaingia zake ndani, huku sasa akiwa anarudi kinyume, macho yote akiwa kwa Dennis, huku akiwa anajiongelesha moyoni mwake kwa tabasamu akisema kwamba jamani, huyo kijana kweli katokea Uswahilini huyo. Yaani kabisa, huyo alikuwa anashindia ugali na makande huyo kweli. Sasa akianza kula mabaga, mapiza, machips, kuku, masotojo atakuaje? Si atazidi kuniharibu kisaikolojia huyo. Sijui kuna kijana handsome na mzuri kama huyu jamani. Hivi huko alikotoka hakukuwa na wanawake kweli? Si wangetoa hata mali wakajiolea kijana wa watu jamani. Alafu nimesahau hata kumuuliza kama na girlfriend. Sijatantashije mimi nikiwa namuona tu. Alafu anaonekana hata hajawahi yule. Kabisa, yaani anaonekana hata hajawahi. Basi bwana, miezi kadhaa ilipita na Dennis alizidi kuaminika mno na boss Masoud. Wakazoeana kama mtu na ndugu yake vile. Ikawa sasa wanatoka siku za weekend kwenda kuvinjari kwenye maeneo ya beach ili kumpa muda wa kupumzika kutokana na kazi mbalimbali ambazo anazifanya hapo. Lakini dada wa kazi naye alianza kama kuvutiwa na Dennis hivi. Siku moja kwenye mida ya asubuhi na mapema, Dennis alikuwa na ratiba ya kufua nguo zake, maana ilikuwa ni siku ya Jumapili ambapo ndio alikuwa amejiwekea ratiba ya kufua nguo zake mwenyewe mapema, ili akimaliza ndio aendelee na kazi nyingine za ndani na nje kama kukata nyasi za kwenye bustani ya nje, kupiga pasi nguo za mabosi wake, na muda mwingine hata kuosha vyombo vichafu vya siku iliyopita kwa muda huo asubuhi. Cha ajabu, mara tu Dennis alipotoka nje na rundo la nguo ili aanze kuzifua, alishangaa kumuona dada wa kazi ambaye ni Esther akiwa anakuja mbele yake, tena akimwangalia kwa macho ya mlegezo sana, hadi Dennis mwenyewe akashtuka kidogo. Na siku hiyo Mr. Masoud na mkeo walikuwa wametoka kufuatilia mambo yao ya kikazi. Esther alipofika karibu na Dennis, akaanza kuongea kwa sauti tulivu na yenye hisia fulani hivi kama ya mtu aliyekuwa akijibembeleza. Esther akamwambia kwamba Dennis, jamani, yani unakubali kabisa ni kufua nguo zote hizo peke yako na wakati mimi nipo? Alafu hata ukimaliza hapo tena uende ukafike nyasi? Hapana bwana, mimi nakuomba basi tafadhali ziache tu nitazifua zote. Esther akazidi kumwongelesha Dennis. Dennis naye akawa anarudi nyuma hadi sasa akafika kwenye ukuta wa nyumba na kujishikiza mikono yake ukutani kwa hofu. Dennis alikuwa kama na kitete fulani hivi kwa sababu naye alikuwa na hisia pia kama ilivyokuwa kwa watu wengine. Na kusema kweli Esther alikuwa ni mrembo sana na alikuwa na mvuto kwa kila mtu aliyekamilika akimtizama. Esther kambusu Dennis shavuni kisha akasema kwamba love you. Dennis alihisi kizunguzungu usoni kwa muda kwa sababu hajawahi hata kushikwa kwenye maisha yake. Esther akarudi nyuma na kuanza kufua nguo za Dennis. Dennis naye akaamua amwambie Esther aache kwa sababu alikuwa anahofia bosi wake anaweza akamkuta na ikaleta picha mbaya. Angalau ungekuwa ni nguo za bosi wake wangesema alikuwa anasaidia tu. Basi Dennis akasema, Esther acha bwana hizo nguo, ni jao kwa bosi akitukuta hapa, acha. Lakini Esther akawa ni haelewi. Akaendelea kufua nguo bila kumsikiliza Dennis kwamba alikuwa anaongea nini, huku akiwa sasa anamwangalia kwa jicho kama kala kungumanga hivi.
Dennis alipoona muda unaenda na ana kazi nyingi sana za kufanya, ikabidi sasa atoke pale alipo Esther na kuingia ndani akaenda kuosha vyombo vichafu. Ilipofika kwenye mida ya saa 4 asubuhi, mara honi ya gari kasikika getini. Kumbe Mr. Masoud na mkewe Shakira ndio walikuwa narudi kutoka kwenye safari yao hiyo fupi. Asa Dennis akakimbia haraka kama kawaida yake na kwenda kufungua geti ili gari ingie ndani. Mr. Masoud akatabasamu sana na kumgeukia mkewe huku akiwa sasa anatikisa kichwa kwa ishara ya kukubali uchapakazi wa Dennis. Kisha akasema kwamba baby, huyu kijana anajituma sana ese. Mwanzo nilidhani alikuwa na tengeza tu namna mimi kumwamini kwa sababu ni siku za mwanzoni. Ila sasa hivi nimemkubali na tena hana simu za ovyo ovyo wala makundi ya ajabu. Safi sana. Basi Shakira akamjibu mmewe akiwa sasa anajichekesha na kungata kucha zake akasema, kweli kabisa baby. Huyu kijana yuko vizuri bwana. Yaani hana makundi hata kidogo. Unaonaje muongezee mshahara baby? Maana sisi ndio mara nyingi tunabaki naye hapa nyumbani, ni mchapa kazi sana kwa kweli. Kuna muda mpaka yani umuone tu wewe huruma, ni ndio umwambie pumzika. Basi baby, angalau basi hata 500 kuliko hiyo 1,500 baby. Nakuomba mpenzi wangu muongezee mshahara. Basi muda huo maongezi yakiwa yanaendelea kwenye gari kati ya Mr. Masoud na mkewe Shakira, Dennis alikuwa anafungua geti kwa umakini na umaridadi mkubwa. Lakini Mr. Masoud akawa anashangaa kidogo kwa maneno aliyoyasema Shakira. Kimoyomoyo akasema kwamba huyu mwanamke mbona simuelewi? Mwanzo yeye ndiye aliyekuwa anapinga kabisa na anapiga vita swala la kumleta mfanyakazi wa kiume hapa nyumbani. Tena namleta bila kumpa taarifa. Sasa imekuaje? Huyu ana mapepe sana bwana. Utafikiri ana mwezi mchanga vile. Utajijua mwenyewe bwana. Basi Masoud aliwaza hivyo. Lakini waliposhuka kutoka kwenye gari, Shakira alibadilika usoni kwake ghafla mno. Mara tu ni baada ya kumwona Esther akiwa anafua nguo za Dennis. Tena sio nguo tu, ni rundo la nguo, karibia ni nguo zake zote za Dennis. Jambo ambalo hata kwa bosi wake ambaye anamlipa mshahara hajawahi kumfanyia. Shakira akamwangalia mmewe kwa mshangao sana, huku akimnyoshia Esther kidole kwa hasira. Akasema kwamba Masoud, hivi unaona kinachoendelea pale au ni macho yangu? Huyu binti ameshaanza malaya huyu. Yaani asione kaptura tu macho namtoka tu. Yaani bora tumhamishe tu haraka bibi wangu. Huyu hatufai kabisa. Yaani kaacha kazi yake ya kupika na kuosha vyombo vichafu, kaja eti kufua nguo za mfanyakazi mwenzake. Mr. Masoud akamtetea Esther kwa sababu hakuwa na tabia hizo tangu alipomchukua na kuamua kuishi naye kama mfanyakazi. Sasa Masoud akasema, Shakira, mimi nadhani inawezekana tu ni kwa sababu amemwona Dennis yuko na kazi nyingi tu akaona ampe company ili amalize haraka. Lakini wala sio kwa sababu ya lengo lingine ambalo sio zuri. Basi Esther alipoona bosi Masoud anamtetea, ikabidi naye apate mwanya wa kuongea mawili matatu kama sema kujitetea. Akasema sasa kitetemeka sana maana anamjua vizuri Shakira. Shakira alikuwa na tabia za ukali sana. Esther akasema kwamba samani sana madam Shakira, ni kweli ninamsaidia Dennis kufua nguo zake lakini si kwa ubaya madam. Dennis alikuwa na kazi nyingi sana. Ndio mimi nilipoona nimemaliza kazi zangu ikabidi nimwambie tu kwa nitamsaidia aziache. Hamna jambo lolote baina yetu madam, nakuomba sana. Basi Shakira akazidisha kufoka huko sasa akiwa kama anamshtakia mume wake. Shakira akasema, baby, si umeona? Yaani anajitangatanga tu baby, nyuma mbele nyuma, hata eleweke maelezo yake. Yaani mimi wala simuelewi kabisa. Hebu acha ujinga hapo. Umesikia binti? Acha ujinga. Ayo Dennis uko wapi? Mr. Masoud muda wote alikuwa amekaa kimya tu. Akijua labda mkeo anafuka tu kama sehemu ya kumkanya Esther kwa sababu yeye ndiye ushinda naye nyumbani kwa muda mrefu. Na labda ni kweli amemwona na tabia hizo anazo ambazo zimeanza kujitokeza taratibu, bila kujua kulikuwa na wivu ambao umeanza kuchipua baina ya Shakira na Esther kwa ajili ya Dennis. Shakira akatoka haraka kuelekea ndani, huku sasa akijifanya kumuita Dennis kwa kufoka sana, huku akimwacha Esther na Mr. Masoud nje akijaribu kumhoji mawili matatu binti huyo wa kazi. Mr. Masoud kabisa sasa ameulize Esther mara tu baada ya Shakira kuingia ndani. Masoud akasema kwamba binti, naomba nielezee ukweli. Naomba uniambie mlolongo mzima ulivyokuwa. Kuna jambo lolote kweli linaendelea kama asemavyo dada yako Shakira ama? Si unakumbuka nishawahi kukuambia mimi sio mtu wa masiara kabisa sasa nikisema nifanye mambo yangu hapa mimi naweza nikakutimua sasa hivi.
Umesikia mimi nitakutimua kuna mabinti wengi sana huko mitaani hawana kazi. Sasa niletee ujuaji hapa. Ujuaji utakuponza binti. Basi Esther akiwa anatetemeka sana kwa hofu akamjibu bosi Masudi sasa akiwa ameinamisha kichwa akasema ya kwamba hapana bosi, yani Dennis aliniambia tu nimsaidie, alikuwa na kazi nyingi alafu sasa alikuwa ajisikii vizuri bosi, ni hivyo tu. Hamna kitu chochote, mimi nimemsaidia tu kama binadamu. Shakira naye alipofika ndani akastajabu na kubaki mdomo wazi alipomkuta Dennis akiwa anaosha vyombo vichafu na wakati ratiba yake ilikuwa ni kufua siku hiyo kama walivyozoea. Dennis naye alishtuka sana kwa sababu hakudhani kama mabosi zake wangerudi mapema kiasi hicho. Shakira akiwa serious kidogo akawa sasa anamsogelea Dennis taratibu na kuanza kumuuliza maswali. Lakini kadri alivyokuwa akimsogelea ndivyo alivyokuwa anazidi kulegea na kujikuta sasa hawezi kufoka kama alivyotoka nje kwa hasira. Basi Shakira akasema kwamba Dennis, mbona sasa unanifanyia hivyo, lakini uone mimi ninavyokujali jamani. Hebu niambie kuna nini kati yako wewe na Esther ambacho kinaendelea? Maana hajawahi kutokea eti Esther afue rundo la nguo zote zile. Tena istosha, yani kila Jumapili huwa unafua wewe mwenyewe nguo zako. Halafu eti leo unaosha vyombo na Esther afue nguo zako, na wakati leo Esther zamu yake ni kuosha vyombo. Hebu naomba uniambie ukweli. Basi Dennis alishangaa kidogo. Kwa maana alimuona Shakira akiingia kwa hasira na kufoka sana. Tena akiita jina lake. Lakini eti ghafla tu alainika kiasi hicho. Dennis akiwa na hofu akamjibu Shakira kwamba samani bosi, nisamehe. Vidole vilikuwa vinaniuma kwa sababu ya kufyeka sana nyasi pale nje. Sasa Esther ikabidi anisaidie kufua ili mimi nioshe vyombo ambavyo ni rahisi na vitumii nguvu nyingi sana za mikono madam. Kwa hiyo samani sana. Samani kama nimekosea. Ama kweli Shakira alikuwa kama kavurugwa kabisa mbele ya Dennis. Kitendo cha Dennis kujishusha na kuomba msamaha na kusema kuwa ameumia vidole kwa kufyeka ilimfanya Shakira aumie sana moyoni mwake. Ghafla akamshika Dennis vidole vyake taratibu kama anavilainisha fulani hivi. Akasema kwamba jamani pole ona vilivyokuwa na sugu. Sasa mbona kusema lakini mimi ningekufulia tu mbona? Au nadhani mimi siwezi kufanya hivyo? Nadhani mimi siwezi. Alafu nimeshakukanya sana kuhusu swala la kwanza kuniita bosi. Hivi utaki kunielewa jamani? Au nisi mimi nimezeeka, si ndio? Unaona kama nimezeeka? Samahani lakini kama nimekufokia Dennis, ile usifanye ambao mimi nakukataza. Umesikia mimi sitaki mazoea na ule dada wa kazi. Umesikia hapa kila mmoja na kazi yake. Ukiona ujisikii vizuri kama mume wangu hayupo, wewe nipe tu mimi kazi yote nitakusaidia. Umesikia? Alafu nikwambie mara ngapi jamani Dennis? Basi Dennis akamjibu Shakira kwa aibu, akasema kwamba sasa nimekuelewa, sitarudia tena. Naomba tu niruhusu basi nikamalizie kufika pale nje maana vyombo ndio nimaliza sasa hivi, lakini samahani. Shakira akana mzuia Dennis asitoke. Huku mdomo wake sasa ukiwa kama una jambo zito la kusema. Lakini sasa moyo wake ni kama unakataa. Ulimi ulikuwa mzito sana, hata mwenyewe Shakira akani anajishangaa tu. Sasa alianza kujifikiria nimepatwa na nini mimi jamani, mbona nakuwa hivi? Na kwa uzuri aliokuwa nao kijana nikichelewa tu kufunguka itakula kwangu. Ila moyo wangu na hofu sana, sijui kwa sababu gani. Yule binti nahisi sio bure. Alivyokuwa mgumu kwa wanaume alafu afue minguo yote ile kwa mtu ambaye hamlipi chochote. Sio rahisi. Shakira alijifikiria hivyo, ghafla mlango kafunguliwa bwana. Kumbe alikuwa ni Mr. Masudi. Alishangaa sana kidogo alipomkuta mkewe akiwa kama anaongea na Dennis kama mtu anayejibembeleza kubaliwe jambo fulani hivi. Asa Mr. Masudi akasema kwamba imekuaje tena hapa Shakira? Kuna tatizo lolote kwani Eti Dennis, kuna nini? Mbona sielewi? Dennis kama kaida yake kwa uoga akaanza kujingata-ngata huko akikosa la kusema akasema Lakini kabla hajasema chochote Shakira akaingilia kati na kujitetea kwa mmeo, sasa akimpapasa kifuani na kumshika ndevu akasema hapana baby. Alikuwa tu ananiomba msamaha kwa jambo lililojitokeza. Ndio nilikuwa namuelekeza hapa kiustaarabu tu ili asione kama anaonewa maana amekosea, lakini kwa sababu ni kosa lake la kwanza ndio maana nilikuwa namuelekeza vizuri baby wangu. Hamna jambo lolote kipenzi changu. Umesikia Aya twende ndani mpenzi wangu. Mwache basi kijakazi ana mpango huyo. Twende ndani. Mr. Masudi akawa haelewi kabisa kwa sababu kwa jinsi mkewe anavotoka pale nje kwa hasira na kuingia ndani alihisi kabisa labda angemkuta akiwa anamfokea au kumpiga makofi Dennis, kwa sababu amemzoea Shakira, ndio tabia yake kugomea wafanyakazi wake. Hata aliotoka kabla Dennis ilikuwa ni hivyo hivyo, na wengi walifukuzwa kwa makosa ambayo hayana mbele wala nyuma. Mr. Masudi akajisemea kimoyomoyo kwamba ni jambo jema kama mke wangu ameanza kubadilisha tabia yake ya kufoka bila mpangilio.
Nadhani anaridhishwa na utendaji kazi wa huyu kijana. Maana ni mchapakazi kweli kweli. Mimi wala sijaona tatizo lolote la yule binti kumsaidia Dennis kufua. Anastahili kabisa kusaidiwa bwana anapochoka. Basi ilipofika mida ya saa 3 usiku, Mr. Masoud na Shakira wakiwa kwenye chumba chao. Mr. Masoud akamtizama mkewe kwa muda kidogo kisha akasema kwamba mke wangu, samahani lakini mimi huwa sipendi kuuliza maswali ambayo yatakufanya ujisikie vibaya. Naomba nisamehe tu, ila mimi nitafanya kama ulivyoomba mpenzi wangu. Nitamuongezea mshahara yule kijana maana ni kweli anajituma kweli kweli. Shakira naye alipoona mmeo anazidi kujichanganya akaona hapo ndipo pa kushikilia vizuri na zaidi. Basi akamwambia mmeo kwamba kweli kabisa baby, unajua mimi nakupenda sana mpenzi wangu na hapo ndipo ninapokupendea. Maana wewe sio mbishi kabisa. Ndio maana mimi siku uliponitongoza sikutaka kukupa changamoto zote za kukusumbua. Maana sifa zako nzuri nilikuwa nazo tayari. Mimi napenda sana uelewe kwamba nakupenda sana. Shakira alivyoongea hivyo, Mr. Masoud alikuwa amemiss kitu fulani. Akamsogelea Shakira na kumwambia kwa sauti ya upole na utulivu kama mtu aliyekuwa amezidiwa na jambo gumu linalohitaji msaada wa haraka sana. Na kama ni mgonjwa basi anatakiwa awaishwe hospitali mapema tena kwa ambulance. Basi Mr. Masoud akasema kwamba baby, hapa mimi sielewi, tafadhali usilete excuse yoyote. Yani ukifanya hivyo utaniangamiza mwenzio. Sijala biriani yapata mwezi sasa. Vipi unaweza kwenda kunipikia? Lakini cha ajabu Shakira akaanza kubadilisha sura kama mtu aliyeona mbaya wake anakuja karibu yake, au kama mtu aliyeona gogo lililokatwa pembeni ya choo. Akamwambia Mr. Masoud kwa mshangao kwamba ni kama vile hakustahili chochote kama hicho kutoka kwake. Shakira akasema kwamba hivyo Masoud upoje kwani, lakini una huruma hata kidogo. Unajua kabisa wote tumetoka safarini sasa hivi na mimi nimechoka sana. Kama wewe hujachoka na safari basi ni wewe lakini sio mimi. Hapa unataka uanze kunikamia hapo utafikiri kama deni vile. Kupika nini bwana? Hebu niacheke nilale bwana, mimi nimechoka. Mr. Masoud akashangaa sana. Alishangaa sana maneno kutoka kwa Shakira. Akanajiuliza tatizo ni nini? Mbona hajawahi kugombana wala yeye kumuudhi mkewe? Zaidi tu ya kuwa anamtimizia mahitaji yake yote tena kwa wakati bila kumchelewesha hata kidogo. Alafu leo aanze kumbatukia kiasi hicho. Mr. Masoud akiwa na sintofahamu akamjibu Shakira kwamba Shakira, ndo amekuwa hayo. Safari unayozungumzia iko wapi? Kwenda tu hapo supermarket ndio useme umechoka. Kwani tatizo nini mke wangu? Hebu naomba basi unipikie kwa leo tu basi tafadhali bwana, nakuomba. Wana mengine tutaongea kesho basi kipenzi changu. Mr. Masoud alipoona Shakira amenyamaza kwa muda akajua yes, sasa ameongea pointi za kueleweka. Na lazima tu mkewe atakubali. Kumbe ukimya huo wa Shakira alikuwa anatunga kauongo kengine mpiga nako Mr. Masoud. Shakira akasema kwamba ni sawa unachosema, ila sasa mimi niko kwenye siku zangu. Samahani lakini mimi nimechoka, mimi nalala baby. Usiku mwema. Mr. Masoud hakuwa na jinsi, ilimbidi tu awe mpole. Maana hawezi kumforce mpishi akapike, mwishowe ndo pale unakuta unakula chakula kisichoiva kabisa kwa sababu ya kulazimisha. Akanajisemea mwenyewe moyoni mwake kwamba mbona jao sana leo hii jamani. Sema tu Mungu amenipa ustahimilivu aisee, lazima leo kingereweka hapa. Aisee. Basi Dennis alikuwa chumbani kwake amelala na akitafakari baadhi ya mambo kadhaa ambayo yalikuwa yameshaanza kumchanganya. Akanajiuliza sana bila kupata majibu ambayo kwa upande wake angeona ni sahihi. Dennis alijiuliza kwamba mbona sielewi, madam mara ananitetea, mara ananikana. Kwani kuna nini hapa kinachoendelea? Esther naye kanikisi waziwazi bila hata woga na kuna mbiti ananipenda. Au na madam naye ananipenda ila anashindwa kusema. Mbona mtihani sasa jamani. Lakini hadi bosi Masoud ameshaanza kuwa na wasiwasi. Hapa cha msingi hapa ni kukaza tu basi. Hata Esther alinipiga busu sio kama nilipenda kumwachia wala ni kwa sababu tu alinijia ghafla afu mimi mwenyewe hata sikumuona. Basi wakati huo Dennis akiwa anatafakari mambo yake, ghafla akasikia mlango wa chumba chake ukigongwa taratibu mno. Na sauti ya mwanamke ndio ilikuwa inamuita kwa kunong'ona ikimuita Dennis. "We Dennis, nifungulie basi mlango na kuomba tafadhali. Nina tatizo, njoo unione." Dennis alishtuka mno. Akanajiuliza huku sasa akiwa anatetemeka sana kwa hofu huku akimuuliza ni nani anayegonga mlango. Basi
Akajiuliza, sasa mbona ni usiku jamani? Sasa ni nani tena huyu? Sijui ana tatizo gani? Basi akaongea kwamba samahani, unaweza kuniambia wewe ni nani? Bwana, kumbe aliyekuwa anagonga mlango ni Esther. Esther akasema, mimi ni Esther jamani, hata sauti yangu hujakariri. Njoo, nimeumia bwana, mimi siwezi kutembea, naomba nipeleke hospitali, Boss Masudi kasema. Dennis aliposikia kwamba Boss Masudi ndiye kasema mpeleke Esther hospitali, na aliposikia Esther anaongea kama mgonjwa kweli kweli, ikambidi avae nguo haraka haraka ili amsindikize huko hospitali. Kumbe Esther bwana alikuwa na mpango wake ambao aliupanga mapema sana, baada ya kuona kumbe hata bosi wake Shakira kama ameshaanza kuwa na wivu na kuvutiwa na Dennis. Asa Dennis akafungua mlango wa chumba chake akiwa hana hili wala lile. Ghafla Esther akamsukumia Dennis ndani haraka haraka, kisha akafunga mlango taratibu. Esther alikuwa na nguo yake ya uchokozi sana. Yaani ilikuwa ni balaa hatari na nusu kweli. Hata ukisikia ni mikazo ya mtu anaye tafuta maisha, lakini yote ingemshinda tu siku hiyo aise. Esther akana zidi kumsogelea Dennis, huku Dennis akawa sasa anaona maluelue tu, akani kama ana kizunguzungu vile. Kilichotokea sijui ilikuwaje aise, lakini walijikuta tu asubuhi ikiwa imewafikia pamoja kwenye chumba cha Dennis. Na sauti ya jogoo aliyekuwa anawika ikawaamsha. Dennis yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuamka kutoka usingizini. Akashangaa sana alichokishuhudia. Akaanza kumwambia Esther kwa fujo na hasira kwamba wewe, hebu amka bwana. Ukicha. Nombo toka usitaki bosi hapa tukute hapa alafu wewe unataka mimi nifukuze kazi wewe, si ndio? Itakuwa ni furaha yako, si ndio? Nombo toke bwana. Lakini maneno hayo yote ya hasira na kashfa kutoka kwa Dennis yaligeuka kama kinanda chenye sauti nzuri sana kwa Esther. Akana muangalia Dennis kwa jicho zito kama kala kungu manga vile, kisha akamjibu huku akimshika kidevu ya kwamba jamani baby, asante, nimeenjoy kwa kweli. Kumbe sijakosea kwa kinganizi kwako Ngoja nitoke. Mimi siwezi kuruhusu yeyote akufukuze kazi. Wewe niite tu majina yote unayopenda kipenzi, hata uniite Kenge, Paka, Bundi, Mamba. Ni sawa tu. Mradi mimi nimeitwa na wewe, mimi kwangu ni sawa tu baby. Baadaye kidogo. Esther kanyanyuka kutoka pale kitandani na kutoka nje ya chumba kwa tahadhari na umakini mkubwa. Huku sasa kimwacha Dennis akiwa kama haelewi kilichotokea. Baada ya Esther kuondoka tu, Dennis naye akaanza kujiongelesha moyoni mwake, sasa akiwa kama amejiona tabasamu ambalo yeye mwenyewe hakujua limetokea wapi, ila alijikuta tu akitabasamu. Akasema kwamba ila tuache utani jamani, mtoto ana hatari hivi alikuwa ni mimi na mwili wangu ama nilikodisha jamani, au kanroga yule manzi hapa? Si ubore bwana, haiwezekani. Mbona kama ananivutia, inawezekana vipi? Basi Dennis akaamua kuamka kutoka kitandani, akaenda kuvaa nguo zake ili aelekee kwenye majukumu yake ya kazi. Kwanza kama ilivyokuwa kawaida, alienda mpaka getini na kumfungulia Boss Masudi geti. Lakini cha ajabu, Boss Masudi alikuwa ni mtu mwenye hasira sana, tofauti na vile alivyomzoea. Alikuwa ni mtu wa ucheshi mara kwa mara kila alipokutana naye, lakini kwa siku hiyo ilikuwa ni tofauti kabisa kwa upande wa Mr. Masudi. Kabla ya kuingia kwenye gari lake ili aondoke, kwanza alimuita Dennis pembeni kidogo, akiwa kama anataka kusema jambo ambalo halipaswi kusikiwa na mtu mwingine yote zaidi ya Dennis. Mr. Masudi akasema, kijana, samahani kidogo unajua wewe ni mwanamume mwenzangu ambaye tunaishi wote hapa ndani, nikimaanisha na kuamini kama ndugu yangu. Sasa basi ukiona huyo dada yako Shakira na vijitabia ambavyo unaweza moja kwa moja ukamtilia mashaka, nikuombe sana usite kuniambia kakaako, umesikia? Mimi nitakupatia zawadi nono sana, hutoamini macho yako, umesikia? Hata ukimkuta tu anaongea na mwanamume mwingine tofauti na mimi, wewe niambie tu, sawa? Kwamba alikuwa anaongea naye kitu gani, sawa? Mimi sina maana ya kwamba kama nataka kukufanya mpelelezi, hapana ndugu yangu, umesikia? Unajua ukioa utaelewa hayo yote ninayokuambia. Unajua nafikia tu hatua hata nyuma, yani mimi nyama sipikiwi. Ni mwezi sasa umekatika ndugu yangu. Mwezi umekatika, nyama sipikiwi hapa ndani. Wewe nadhani mimi naishije? Hata kama ingekuwa wewe hujala nyama, mwezi umekatika. Unadhani ungejisikiaje kama mwanaume? Kwa hiyo sasa mimi nimeweza kugundua kabisa kama ni kama amepunguza upendo wake kwangu, na nahisi kabisa atakuwa na mtu wake huko nje. Na nikimkamata huyo kinyago, nitampika supu akiwa mzima kwenye sufuria kubwa, zile kama za kwenye shughuli. Basi Dennis aliposikia maneno hayo kutoka kwa bosi wake Masudi, akaanza kutetemeka kidogo kama mtu anayefahamu jambo fulani hivi kutokana na vitisho vikali alivyovisikia. Akasa namjibu bosi wake kwa kitete sana, akasema kwamba bosi, nimekuelewa,
Tafanya kama ulivyoniambia bosi wangu, kwa hiyo haina shida. Sasa Masud akawa anashangaa tu huku akitabasamu kwa mbali kwa ishara ya kumtoa hofu Dennis. Masud akasema, kijana, acha uoga basi ndugu yangu. Sasa siku tukimkamata hata huyo muhaini mwenyewe, utashiriki pasavyo kweli kumtia adabu kwa namna unavyoogopa hivi? Kaza bwana ndugu yangu, umesikia? Kaza, ili siku tukimkamata mpumbavu tumuonyeshe adabu. Haya, baadaye basi. Ushinde salama, zingatia niliyokuambia. Basi Dennis alitoka kinyonge sana. Maana aliona dalili zote za Shakira kumhitaji kimapenzi zipo. Kwa alitoka getini kinyonge sana. Wakati akiwa ni mwenye mawazo tele na wasiwasi mkubwa mno, ghafla alimwona Esther akiwa anakuja upande wake, huku akijichekesha tu kama chizi. Dennis akajisemea kimoyomoyo ya kwamba huyu Nesi juu anaenda wapi sasa? Mimi naona kama wananipa mtihani hawa. Halafu wala hatakuwa na kofia. Sasa juu itakuwaje akivimba? Hivi akiniletea habari kwamba na kibendi itakuwaje? Maana nimempiga yani nyama. Sema mtoto sio poa huyo. Sasa hivi nikimwona nakimbia, maana na mitego huyo ambayo hata siwezi kutoboa kiukweli. Dennis akatoka haraka kama kuna kitu anakiwa hivi, huku sasa akijifanya kama hajamuona Esther vile. Esther hakutaka kuonekana mnyonge katika hilo. Naye akakazana kuelekea alikokuwa anaelekea Dennis, akamvuta kwenye mti wa bustani ndani ya fence ya nyumba, kisha akaongea kwa sauti tulivu ya kwamba, jamani mpenzeni, licha yote unanikwepa kweli jamani, au kuenjoy? Sasa muda huo Esther mwenyewe alikuwa amemkumbatia Dennis kwa nguvu ili asiweze kujinasona kumkimbia. Kumbe bwana Shakira naye alikuwa ameshaamka muda tu. Alimtafuta Dennis kila kona ya nyumba baada ya kujua kuwa mmewe ameshaondoka, lakini hakumuona. Ikabidi sasa apite kwa kunyata alipogundua kuwa hata Esther naye hayupo jikoni wala chumbani kwake. Alipofika nje, Shakira alishikwa na ganzi mwili mzima. Alihisi maumivu makali kwenye moyo wake kama mtu aliyesalitiwa na mmewe wa ndoa vile. Alishangaa kumwona Esther akiwa amemkumbatia Dennis kimaaba, kana kwamba ni watu waliozoeana kwa kuwa katika hali hiyo. Maana hata Dennis mwenyewe alikuwa ameshalegea sasa. Akashindwa hata kumfukuza Esther kama mwanzo. Mtoto Esther na vishawishi. Esther ni pisi. Sasa Shakira kwa hasira akamrukia Esther na kuanza kumpa kisago cha mbwa mwitu, huku akimtupia maneno ya hasira, akasema kwamba leo utanikoma mbwa wewe, utanikoma. Wewe unajifanya ni bingwa sana wa kutembea na kila mwanaume. Yaani umetembea na mume wangu, nimekuacha. Leo unakuja kutembea na mfanyakazi wetu. Mweo mkubwa sana wewe, lione kwanza. Sasa ngoja mume wangu arudi kama utakuwa na kazi hapa. Labda nisiwe tu Shakira mimi. Leo ni mwisho wako wa kukaa humu ndani. Taira mkubwa wewe. Kisha Shakira akamshika mkono Dennis kwa hasira na kwa nguvu sana na kumvuta kuelekea ndani. Esther alikuwa ameshapiga magoti muda huo wote akiwa anajibembeleza ili asije akatimliwa kazi yake. Maana alikuwa anahofia kupoteza ugali wake na kupoteza kuonana na mtu anayempenda mara kwa mara ambaye ni Dennis. Esther alisaga sana meno siku hiyo akiomba msamaha kwa Shakira, akisema kwamba dada samani, naomba unisamehe, nilipitwa tu, ilikuwa tu ni bahati mbaya jamani dada, nilikuwa nimeteleza. Kwa hiyo yani kuteleza kwangu pale ilipokuwa nafyeka huko kuna kitope, kwa nikaa nimeteleza. Sasa Dennis ndio ikatokea bahati mbaya nikaa nimemkumbatia. Mimi naye wala hamna chochote kinachoendelea. Nakuomba sana dada, ni ajali tu. Shakira hakutaka kumsikiliza Esther maneno yake ambayo hayaeleweki, bali akawa anaenda ndani kusasa akiwa anamkaribia Dennis kwa hasira sana. Hadi Dennis akasa anajisemea mwenyewe moyoni mwake ya kwamba hapa sina kazi leo. Maana sio kwa hasira hizi anazoonyesha Shakira. Mungu wangu naomba nisaidie, maana mademu wengine jao sana ese. Ila mbona na mimi nilikuwa nimeshaishiwa pawa kulikoni tena na mimi jamani. Dennis alijiuliza hivyo, lakini cha ajabu Shakira alipofika ndani akawa kama nikamwagiwa maji vile. Yaani badala Dennis ndio aanze kujibembeleza na kuomba msamaha kwa sababu amekosea, lakini Shakira ndiye akawa anajibembeleza sana kwa Dennis, huku machozi yakimbubujika mashavuni mwake. Shakira akasema, "Jimad Dennis, hivi kusoma ujue hata picha nayo huoni? Hivi unataka tumie mbinu gani jamani ili ujue kwa mimi nakujali? Haya, kama mshahara sasa hivi umeongezewa. Yaani nimemshawishi na kumlazimisha mume wangu mpaka akakubali kukulipa 500,000 kila mwisho wa mwezi. Na wala sio kwamba eti na Esther analipwa kama wewe, hapana. Yeye anapewa mshahara ule ule.
wa kwenye mkataba, na hiyo yote mimi naifanya kwa ajili yako Dennis. Mimi nimevumilia, nimeshindwa, mimi nakupenda mwenzako, naomba basi unikubalie basi Dennis. Mimi nitatunza ule uovu ambao uliofanya pale nje kwa mume wangu ili asikufukuze. Na kama hujajua sasa, huyu Masudi mimi nimemweka hapa kiganjani, hafurukuti wala hanengeneki. Sawa? Nikisema yeyote afukuze kati yenu, ujue ndio imeisha. Basi wakati huo Shakira akiwa anasema hayo, alikuwa anampetipeti Dennis. Dennis kwa uoga akasa anajaribu kujinasua kutoka kwa Shakira, lakini alikuwa na mgogoro binafsi. Akili yake ilikuwa inamwambia kwamba Dennis, toka utauponza. Dennis, toka haraka utauponza. Mdomo moyo wake pia haukutaka kubaki nyuma. Nao kama unamnongoneza unamwambia kwamba Dennis, kula mali safi bwana, kula ulinde kazi yako mzee, kula nyama nyamaza. Au unataka urudi kule kijiweni ulikozoea kusaga meno? Hebu acha ubwege wewe, kula hiyo nyama imejileta yenyewe. Basi Dennis akawa amelegea kabisa ni. Akawa haelewi afanye nini au aongee jambo gani mbele ya Shakira. Shakira alipomwona Dennis akiwa kwenye hali hiyo kama ya mtu anayetaka jambo kishingo upande, ndipo akaamua kutumia mbinu za kivita. Sasa akamvuta Dennis mpaka kwenye chumba chake anacholala na kufunga mlango kwa ndani. Kisha Shakira akaanza kuongea kwa sauti ambayo hata nyoka angekuwa pangoni basi angetoka mwenyewe. Shakira akasema, jamani Dennis, mimi nimekuleta kwenye chumba chako mwenyewe Dennis wangu, ili basi tusigundulike, maana najua hakuna atakayeweza kuingia chumbani kwako kipenzi. Ngoja basi nikuandalie biriani yako late. Hatimaye baada ya muda wa kama dakika 10 hivi, Dennis akawa tayari yani tayari ameshakula biriani iliyopikwa na watu wawili, yani Shakira na Esther. Kwenye kati hizo tofauti tayari ameshapata biriani ya Esther, kashapata biriani ya Shakira. Esther alijaribu sana kuzunguka kila kona akiwatafuta kwa siri Dennis na Shakira, lakini hakuona. Akajiuliza maswali mengi sana ya wasiwasi na majuto ya kwamba maskini Dennis wangu, au ndio kusema ameshatimliwa kazi tayari na Shakira. Shakira linabora ile jina mke jamani. Sijui upo yani. Sasa sijui inamkereketa sana mimi kwa kwenye mahusiano na Dennis wakati ana mume wake. Yani sijui ni mtu kwa nini mtu kama siridhika. Irode Dennis naye jamani, mambo anajua kwa kweli. Hapana bwana. Naomba tu sije katokea akakutana Shakira, maana itakuwa ni shughuli nyingine. Sasa hata kazi mbona hapa naweza nikafukuzwa. Basi Esther akaamua kuingia tena ndani baada ya kuona kila alipowatafuta nje hajawaona. Lakini cha kushangaza, alipopita karibu na mlango wa chumba cha Dennis, akamwona Shakira ndio anatoka tena akiangaza pande zote ili kuona kama kuna mtu yote alikuwa anamtazama. Sasa akijiweka sawa kuanzia nguo zake na nywele, maana zilikuwa zimevurugika sana, utafikiri yani zilifumuliwa ili azisuke upya, na wakati mtu kasuka jana tu. Sasa Esther irudi nyuma haraka sana na kujibana kwenye kona ya ukuta wa chumba kingine kilichokuwa karibu na jikoni. Kisha akaanza kujiongelea moyoni ya kwamba yala mama, mbona siamini Esther mie, kumbe Shakira anatoka na Dennis. Ili siwezi kujizuia. Inawezekanaje ni bila ufanaingia kwenye chumba cha Dennis jamani? Nilijua tu yani mtu tu kazi kuniwekea tu vikwazo kila muda nikiwa na Dennis, na wakati wala hata sio ndugu yake, na isitoshe na mume. Kumbe toba. Kikweli Esther alikuwa amemzimikia sana Dennis. Yani alishikwa na kitu kama kizunguzungu hivi na kuanguka chini, kusasa kipiga kelele sana kama mtu anayeomba msaada. Basi akaanza kupiga kelele akasema nakufa. Shakira alisikia kishindo kikali sana baada ya kilio hicho. Tena Shakira ndiye aliyesikia kishindo hicho vizuri tu kwa sababu alikuwa karibu sana kuliko Dennis ambaye alikuwa zake ndani tu akiwa amelala baada ya kushiba biriani. Dennis alishtuka sana. Ghafla alisikia kitu na Shakira kwa sauti kubwa ikiashiria kuwa kuna jambo ambalo si la kawaida limetokea. Basi Shakira akasema kwamba Dennis, hebu njoo, kimbia haraka sana, Esther kaanguka, njoo. Dennis alitimua mbio kuelekea pale alipoanguka Esther, kisha akaanza kumpepea na kumpunguza baadhi ya nguo ili sasa apitiwe na hewa ya kutosha. Dennis akiwa anatetemeka sana kwa hofu, akamuuliza Shakira kwa sauti yenye mfadhaiko kwamba Shakira, imekuaje kwani? Umemfanya nini mwenzio? Ni bora tu ungemfukuza kuliko kumpiga. Wewe ndani itakuwaje sasa kama amepoteza uhai wake? Si utaishia jela tu. Basi Dennis alikuwa anaongea hayo yote kwa sababu alikuwa amemshuhudia Shakira mara kadhaa akionyesha chuki ya waziwazi kwa Esther. Kwa hiyo alipoona Esther akiwa kwenye hali hiyo, alijua kabisa labda Shakira amempiga au kumsukuma Esther makusudi tu ili kumfanyaje? Kumkomesha.
Lakini Shakira akajibembeleza na kujaribu kumwelezea Dennis jinsi ilivyokuwa, huku machozi yakimtoka mashavuni. Shakira akasema, jamani Dennis, unalaumu bure tu mpenzi wangu. Mimi sijafikia kiwango cha kuwa na ukatili kiasi hicho jamani. Kwa kosa lipi kubwa sana lilifanya mpaka mimi nimsukume? Mimi nakuomba tuache kulaumiana sasa hivi bwana. Tumpeleke kwanza hospitali au mengine tutaongea tukirudi. Shakira pamoja na Dennis walimbeba Esther na kumpeleka nje sehemu yenye hewa safi. Kisha Dennis akaendelea kumpepea. Sasa Shakira akisogeza gari hadi pale alipolazwa Esther, kisha wakambeba na kumuingiza kwenye gari na kumpeleka hospitali. Walipofika hospitali, daktari alimfanyia huduma ya kwanza ili kuzuia madhara ya karibu, ndipo akaendelea na matibabu ya kina muda huo wote. Sasa Dennis na Shakira walikuwa nje kwenye mapokezi wakiwa hawaelewi kabisa. Shakira akawa sasa anakaa na kunyanyuka kwenye kiti akiwa sasa anasogea pembeni na kurudi na mawazo tele kwenye kichwa chake, akijisemea moyoni ya kwamba Mungu wangu, naomba tu binti azinduke jamani. Mbona msala huu jamani? Mbona ningeenda guest tu na Dennis kuliko pale ndani. Madhara yake ndio haya sasa. Nahisi kabisa aliniona nikiwa natoka chumbani kwa Dennis kwa sababu kwa jinsi alivyoanguka. Niko sahihi kabisa. Ndio maana akaishiwa nguvu. Yule binti anajifanya kumpenda sana Dennis kuliko mimi jamani. Ila nitamzuga tu na kujikosha ili swala lisifike kwa mume wangu. Maana hata nikisema kwamba akiamka nimfukuze pale nyumbani, bado Masudi anaweza kuuliza sababu. Afu kila kitu kinaweza kikawekwa hadharani. Basi baada ya muda wa takriban lisali zima, daktari alitoka na kuelekea mpaka mapokezi ili kuwapa taarifa Shakira na Dennis juu ya mgonjwa wao. Daktari akasema kwamba nadhani ninyi ndio ndugu wa yule mgonjwa aliyeletwa asubuhi akiwa amezimia. Kwa hiyo mgonjwa wenu ameshazinduka na anawahitaji. Basi Shakira alikimbia haraka kuelekea kwenye chumba alicholala Esther, macho akiwa amemtoka kwa furaha ya kutokuamini kama ni kweli Esther ameamka. Dennis naye akawa anakuja kwa nyuma taratibu tu akiwa kama mtu mwenye majuto kwa kosa ambalo hana uhakika nalo kuwa yeye ndiye aliyelifanya au moyo wake mwenyewe unajaribu kumshtumu. Sasa Shakira alipofika ndani akamkumbatia Esther kwa furaha na kuanza kujichekesha tu, kisha akaanza kuongea kwa sauti ya chini akisema kwamba jamani Esther, pole sana mdogo wangu, pole sana kwa yote aliyokukuta. Ila natumaini mzima sasa. Kwani kuna jambo lolote ambalo umeliona kule nyumbani leo asubuhi ambalo lilikufanya ukaanguka au uliteleza tu bahati mbaya? Naomba usinifiche sawa? Niambie tu kweli, hayo mambo yanaongeleka mdogo wangu, umesikia? Kuna jambo gani lilitokea? Esther akakaa kimya kwa dakika kadhaa bila kuongea jambo lolote, macho yake akianza kutoka na machozi kwa mbali. Kisha akaongea kwa sauti ya taratibu na kujivuta, yani kama ile mtu fulani hivi ambaye kama hana nguvu. Akasema kwamba dada, mimi bora tu nikwambie ukweli dada yangu. Mimi nampenda sana Dennis. Mimi siwezi kuishi bila yeye. Nakuomba dada, niache Dennis wangu ili nisiseme chochote nilichokiona kwa boss Masudi. Nimekuona kwa macho yangu ukiwa unatoka chumbani kwa Dennis leo asubuhi. Basi muda huo Dennis naye akawa amefika pale mlangoni kwa nje. Ghafla akarudi nyuma na kujibana kwenye kona ya mlango ili kusikiliza maongezi ambayo yalimfanya moyo wake ukadunda kama ngoma ya kijiji. Akaanza kujiuliza maswali yasiokuwa na majibu kwenye kichwa chake. Kwamba kumbe kile kibinti kimeshuhudia kila kitu pale ndani asubuhi. Aise. Na alivyokuwa chizi wa mapenzi anaweza kumwambia boss Masudi. Hapa itabidi nimshawishi mimi mwenyewe kwa maneno matamu. Hawezi kusema kwa jinsi alivyodata na mimi. Basi Dennis alifikiria hivyo, lakini licha ya vitisho hivyo alivyovisema, Shakira naye hakutaka kuonyesha udhaifu au hali ya kuogopa. Huenda Esther angesema kweli kwa boss Masudi. Shakira akajisemea kimoyomoyo kwamba huyu binti huyu ni moyo kweli. Yaani anataka kutumia kigezo cha kuniona natoka chumbani kwa Dennis kama ndio ngao ya mimi kumwachia Dennis. Si bora niachwe na huyo Masudi kuliko kijana mzuri kama yule. Hapa nimeshapata wazo sasa, huyu binti kuisha habari yake. Itabidi nikienda naye nyumbani kama mume wangu kasharudi, nisimpe nafasi hata kidogo huyu binti ya kuingia mle ndani. Ni bora tu nimfukuze juu kwa juu tu. Ndio maana yake. Ila tatizo Masudi jamani, tatizo Masudi ni mdadisi sana yule mbaba. Yaani atafuatilia mpaka ajue kwa nini nimemfukuza, hata kama nikimpa sababu iliyonyoka. Sina jinsi, hapa itabidi tu nimuongopee kuwa nimekubali, alafu mimi nitadili na huyo Dennis. Nitamchimba mikwala hadi amkatie huyo binti. Basi Dennis ilimbidi sasa aingie ndani taratibu, huku akiwa na hofu kutokana na maneno aliyosikia, kwa sababu hakutarajia kabisa kama Esther angejua kilichotokea kati yake na Shakira. Dennis alisogea mpaka pale kitandani na kusimama pembeni kidogo, huku sasa akihofia kuonekana
kama yuko upande wa yeyote yule kati ya Shakira na Esther. Kisha akamuuliza Esther juu ya hali yake kwa sasa, tena akajifanya kama ni hakuna alichokisikia na kumuuliza nini kimemsibu. Basi Dennis akasema, Esther, pole sana, kwani umepatwa na nini? Maana nikiwa zangu ndani nilisikia makelele tu hadi nikaogopa. Sasa mdogo, wakati Dennis anaongea maneno hayo, ni kumuuliza maswali Esther, Shakira pamoja na Esther wote wakawa wanaangaliana usoni kama watu wanaoficha jambo fulani hivi, huku Shakira akimuonyesha Esther ishara ya kukaa kimya na siseme kama kuna jambo lote alishuhudia. Sasa Shakira ilimbidi ajifanye kama anamwacha Dennis na Esther ili waongee, huku sasa akijichekesha kiuongo, lakini moyoni mwake akiwa sasa anajiongelea maneno ya hasira na chuki. Akamwambia Esther na Dennis ya kwamba, jamani, ngoja niwapishe ili niwaache muendelee kuongea, labda kuna mambo mnahitaji kuzungumza, kwa hiyo mimi haitapendeza kuendelea kubakia hapa. Esther, kuwa na amani mdogo wangu, umesikia? Basi Esther alifurahi sana kwenye moyo wake, akidhani labda Shakira ameogopa baada ya kumtisha kuwa anaweza kuweka mambo hadharani kwa bosi Masudi endapo kama Shakira akishindwa kumwachia Dennis wake. Sasa Dennis naye kwa upande wake alikuwa akijiuliza maswali sana na moyo wake ukajaa hofu isiyo kawaida, kwa sababu akimwangalia Shakira uso wake ulikuwa ni kama umeficha kisasi ambacho muda wote kinaweza kutekelezwa. Shakira alikuwa hana furaha ya kweli kwenye uso wake, ingawa alijifanya kuongea maneno mazuri na kuondoka nje ili Dennis na Esther waongee. Dennis akajiuliza kwa wasiwasi sana, hapa sio bure kabisa, hapa lazima niwe makini. Sio rahisi kwa Shakira alivyokuwa ananingangania kule nyumbani, alafu eti leo kirahisi tu akubali kuniacha mimi na Esther peke yetu. Hapa kuna jambo ese. Shakira kumbe wala hakuondoka kwenye kile chumba, bali alikuwa amejificha nyuma mlango ili kusikiliza maongezi kati ya Esther na Dennis akiwa amekunja ndita usoni. Esther alipoona Shakira sasa ameshaondoka, akaanza kujiuliza na kumlaumu sana Dennis, huku akimpiga kifuani. Esther akasema, Dennis, yaani ni wakunifanyia hivi kweli jamani? Hivi naota au ni kweli? Yaani umeamua kabisa kunisaliti na kutoka na Shakira kimapenzi, si ndio? Tena uniambii chochote hapa, maana mimi nimemshuhudia madam akitoka nje ya mlango wa chumba chako kwa macho yangu mawili. Dennis, wewe ni msaliti. Hivi unataka ni mimi nife ndio ujue kwa mimi nakupenda au nifanyeje? Dennis, nijibu. Dennis hakuwa anajibu chochote kile kwa sababu alihisi kabisa labda Shakira atakuwa hajaondoka kabisa eneo hilo. Akawa na hofu kuwa, yani kwanza aliogopa kuwa upande wa yeyote kati ya Shakira na Esther. Aliwaza kama akiwa upande wa Esther anaweza kufukuzwa kazi yake ya houseboy, na kama akiwa upande wa Shakira anaweza kumsababishia matatizo zaidi, maana hapo alipo ndio kwanza akatoka kuzinduka baada ya kuzimia. Asa Dennis akabaki akikuna kichwa chake kwa mawazo mengi yasiyo na majibu. Shakira moyo wake ulimuuma sana alipomsikia Esther kijibembeleza kwa Dennis. Kwa hasira alionayo ikabidi tu aondoke kimya bila kumwaga yote. Dennis alipoona ni muda mrefu umepita na Shakira hajarudi tena pale ndani walipokuwa wamekaa, ikabidi sasa amwambie Esther akiwa na wasiwasi sana, huku sasa akichungulia nje. Akasema kwamba, samahani kidogo Esther, narudi sasa hivi, kuna kitu hapa naangalia hapo nje. Asa Dennis akatoka haraka ili kumwangalia Shakira kama bado yupo pale nje kwenye mapokezi anawasubiri au ndo ameshaondoka. Lakini alishangaa sana baada ya kuona Shakira hayupo tena. Dennis alihisi kabisa huenda Shakira amechukia kwa sababu hata alipotoka alitoka akiwa amekasirika sana. Wakati Dennis akiwa ameganda pale mapokezi akiwa sana tafakari nini afanye juu ya mkasa mzito, ghafla alisikia akiitwa kwa nyuma na Esther ambaye alikuwa tayari ameshatoka kitandani na kuja nje kwa kuona Dennis amechelewa kurudi ndani. Esther akasema kwamba kwa hiyo umeona haitoshi kumsubiri huo mpuzi wako mle ndani, ukaona sasa ni heri umfuate huko nje, si ndio? Hivi Dennis upoje, lakini unataka nife, si ndio? Dennis alishtuka kidogo, maana kutegemea kama Esther angetoka mwenyewe na kuja nje kwa ajili yake. Ikabidi sasa mkimbilie na kumshika vizuri, maana alikuwa bado hajakaa sawa kiafya. Dennis akamjibu Esther ya kwamba hapana Esther, usifikirie vibaya hata kidogo, sawa? Mimi nikuja kukunulia maji tu ya kunywa, ila maduka naona yako mbali sana kutokea hapo hospitali. Ndio maana nikasa nafikiria nitoke au tongozane sote tu hadi nyumbani. Esther alimsikiliza Dennis kwa maneno hayo aliyokuwa akizungumza, kisha akakubali kishingo pande tu, huku akiwa amegeukia pembeni kama mtu aliyesusa kidogo. Akasema, haya sawa bwana, haina shida, naomba nishike mkono tuondoke nyumbani, maana sasa hivi anajisikia unafuu kidogo.
nitaenda kuponea tu nyumbani, mimi siwezi kubakia hapa muda wote. Dennis alikuna kichwa akiwa anatafakari kiundani, akajisemea moyo ya kwamba ili sasa ni balaa. Nidhani atabaki kwanza hapo hospitali kwa muda angalau hata rudi kwenye mchana hivi. Ili mimi nipate hata nafasi ya kumweka saa Shakira. Nimemuona kabisa kama ana kisasi yule mdada. Anaweza kunifukuza mimi au Esther au hata wote kwa pamoja. Ila wanawake bwana, hata waelewi kabisa ni. Sasa hapo na kunipenda kote. Wanakosema sijui wananipenda, akitokea mwamba mwingine zaidi yangu akawekeza vibunda, utashangaa unaweza kunikataa pia. Tena bila kupepesa macho. Dennis aliwaza hivyo. Asa Dennis pamoja na Esther ikabidi sasa waongozane na kurudi nyumbani. Lakini walipofika nyumbani walishangaa kumkuta Boss Masudi akiwa amesharudi tayari. Tena akiwa amekaa sebuleni pamoja na mkewe Shakira, wakiwa wanaongea taratibu kwa sauti ya chini. Dennis akaogopa sana, akahisi kabisa leo hana kazi. Maana alikuwa anawaza kuwa inawezekana Shakira amemchongea kwa Boss Masudi ili atoke hapo nyumbani. Asa ghafla Shakira akaanza kuongea kwa sauti iliyojaa bashasha na tabasamu la wazi. Akasema kwamba mume wangu ndio wao wanarudi kutoka hospitali. Na Esther si umemwona ndio vizuri mpaka anatembea jamani mwenyewe. Boss Masudi akashangaa kidogo. Ni kwa nini Shakira anakuwa kama anajikosha hivi kwenye maongezi yake? Au kuna jambo gani ambalo limetokea hapo nyumbani wakati akiwa yupo? Lakini Mr. Masudi alikuwa akimwamini sana mkewe kwa sababu ameshinda kwa miaka takriban 12 kwenye ndoa na wala hapajawahi kutokea ugomvi hapa na pale. Sasa Mr. Masudi akasema kwamba ni jambo jema kama ni hivyo. Esther, pole sana bwana ndugu yangu kwa tatizo lilokukuta. Maana Shakira akaniambia kuwa ulianguka sakafuni ukiwa na deki. Pole sana ise. Siku nyingine kuwa makini. Na unapochoka kufanya kazi kwa muda mrefu usisite kupumzika bwana. Basi Esther akanashangaa tu, akanacheka kimoyomoyo na kujiuliza maswali huku akijipa pongezi. Eti nilianguka sakafuni nikiwa na deki lo. Kumbe huyu mdada ni muoga Na bahati yako ungeniletea tu ujuaji wa kutaka kuongea shombo ili nifukuze na mimi. Mbona mimi ningetoboa siri kuwa nimekushuhudia ukitoka kwenye geto la Dennis asubuhi na mapema. Basi Esther alijiongelesha hivyo kimoyomoyo na kisha akamjibu Boss Masudi ya kwamba asante sana boss, ni kweli niliteleza kama ambavyo amesema dada Shakira, na yeye ndiye aliyenikimbilia akiwa anatoka bafuni kuoga. Namshukuru sana dada Shakira, maana bila yeye kuniwahi mapema sijui ningekuwa ni mgeni wa nani wakati huu, maana nilishiwa nguvu kabisa. Basi Dennis muda wote alikuwa amekaa kimya tu akiwa anasikiliza jinsi Shakira na Esther wanavyobwabwaja uongo mbele ya Mr. Masudi, hadi akawa anajisemea mwenyewe moyoni ya kwamba kweli ni maamini wanaume tutafika mbinguni tuko tumechoka sana. Jaribu kuwaza kama mimi ndiye ningekuwa ndo Boss Masudi, ina maana ningekuwa nadanganywa hivi kweli? Basi namuonea huruma sana huyo kaka jamani. Niombe tu Mungu tu hii siri sije kajulikana, kwa sababu asipopenda masiara huyu anaweza kuua mtu ndani. Sasa mawazo hayo aliokuwa akiaoza Dennis yalimtoa kabisa kwenye maongezi, akawa sasa ameduaa na kuganda kwa muda mrefu sana. Hadi Boss Masudi akawa amemuona Dennis kwenye hali hiyo, ikabidi sasa muulize kwa mshangao kwamba Dennis, uko sawa kabisa? Mbona kama kuna jambo zito limekusibu alafu hutaki kusema tukakusaidia Na tena sio mara yangu ya kwanza kukuona ukiwa hivyo. Nini tatizo ndugu yangu? Basi kabla Dennis hajamjibu chochote Boss Masudi, ghafla Shakira akajibu yeye sasa akiwa anajichekesha akasema jamani mume wangu wewe nawe, ina maana hadi leo hujamzoea tu Dennis mambo yake Si unajua tena mambo ya vijana mume wangu. Usikute kuna binti huko nje ndiye anayemtolea kijasho cha pua tu. Basi Boss Masudi alikuwa sio mtu wa kuonyesha sura ya ukauzu kwa wafanyakazi wake, bali alikuwa anapenda sana kufurahi nao kama ndugu zake. Kwa hiyo alitabasamu kidogo kisha akamgeukia Dennis na kuambia kwamba pole sana ndugu yangu, ni hali ya kawaida tu kwa vijana kama wewe kusumbuliwa na mapenzi. Mimi kaka yako nishatoka huko. Ni miaka hiyo sana. Huyu dada yako hana kabisa mambo sijui ya wanaume nini. Hapana, kwa kweli mimi simtilii dhambini kabisa. Lakini ukumbushe tu ndugu yangu, sije ukasahau kuwa hapo kazini kama kuna binti umempenda huko nje na ni kweli una malengo naye, ni bora tu nishirikishe na mambo kikaa sawa, basi baadaye kama umemchunguza vizuri basi mimi naweza nikakuozesha naye na nikakujengea hata nyumba. Lakini kwa sasa piga kazi kwanza angalau hata miaka 2 hivi. Dennis aliumia sana, tena sana tu kwa maneno mazuri yaliyoongelewa na bosi wake.
Ajisikia aibu mno, akanajisemea mwenyewe moyoni mwake, haya ni mambo gani tena jamani? Boss Masudi wala hana shida kabisa maskini. Tena ni mtu anayependa maelewano muda wote. Hasa naweza siku akija akajua kuwa natoka kimapenzi na mke wake. Sijui nitakuwa mgeni wa nani mimi. Hawa wanawake hawa. Basi baada ya mazungumzo hayo kumalizika, kila mmoja aliingia kwenye chumba chake ili kujipumzisha. Shakira na Boss Masudi wao waliingia kwenye chumba chao. Masudi alifikia kukaa tu pale juu ya kitanda kwa muda mrefu sana, akatu amejinamia kama mtu mwenye mawazo sana. Shakira alishtuka kidogo, akasa anajiuliza maswali ya wasiwasi ya kwamba huyu mwanaume mbona simuelewelewi kabisa, kama ana machala hivi muda mwingine, au kashagundua kuwa inawezekana anatoka kimapenzi na Dennis nini? Hebu ngoja nimuulize kimtego jambo gani ambalo linamsumbua. Basi Shakira akajisogeza mpaka alipokaa Mr. Masudi, kisha akasema kwamba baby, mbona upo hivyo? Kwani kuna tatizo gani ambalo unanificha mpenzi wangu? Maana unaonekana kabisa ni hauko sawa. Usiponiambia tatizo linalokusibu na changamoto zako, nani mwingine utamwambia? Mr. Masudi akasema ni kweli baby, siko sawa. Na jambo linalofanya nisiwe sawa ni kuhusu tu safari ambayo niko nayo. Shakira aliposikia hivyo ikabidi sasa akae sawa kidogo, huku akichekelea moyoni, lakini usoni akijifanya kushangaa na kununa. Akamuuliza Mr. Masudi kwa mshangao kwamba mume wangu, safari gani tena? Au kwa kuwa umeshazoea kuniacha mpweke muda wote mwenyewe ndio unajisikia furaha Kwani lakini mume wangu unakuwa hivyo? Ina maana bila mimi kukuuliza yani ungenishtukiza tu asubuhi tu kwamba Shakira mimi naondoka, kwamba nina safari, si ndio? Mr. Masudi akasema hapana mke wangu, nisamehe sana kwa hilo. Ila nilikuwa nawaza tu jinsi gani nitaanza kukuambia juu ya safari hiyo, kwa sababu mimi wasipendi kabisa namna ambavyo nakuacha hapa nyumbani mpweke. Nadhani awamu hii itabidi tuongozane tu, au unasemaje? Shakira aliposikia hivyo sura yake ikabadilika, akani kama mtu aliyesusa jambo fulani hivi. Akajisemea kimoyomoyo kwamba hili nalo kwa kujifanya linanijali sana yani. Kwanza sitipendi nini? Na mimi mdomo kangu kananiponza sana jamani. Baadaye muache tu atoke zake, naanza kujifanya kuniletea kielele hapa. Matokeo yake ndio haya sasa. Ila sitoki Yaani niache kula bata na Dennis eti niondoke na hii nyamidevu hii sura ya kikongwe. Kwanza sijui niliolewa naye kwa sababu gani? Najua tu ni kwa sababu ya pesa ile kwenye kumpenda hapo. Hapana, hapo kwanza nicheke. Mr. Masudi alipomwona mkewe akiwa amekaa kimya muda mrefu bila kuongea chochote na akionekana kama ni mwenye mawazo sana, ikabidi amuulize kwa mshangao kwamba Shakira vipi, mbona unijibu jamani? Shakira akasema hapana bibi, usijali, najua unapambania familia yako mpenzi wangu. Ila kusema kweli mimi huwa nakumisi sana unapokuwa mbali na mimi. Ila haina maana kwamba eti tuongozane sote kwenye safari zako. Haiwezi kuleta picha nzuri hata kwa watu wa pembeni. Nitaonekana kama sikuamini au nakuchunga kama mtoto mdogo mume wangu. Na wakati mimi nakuamini sana baby. Kwa hiyo wewe nenda tu. Labda utachukua muda gani mpaka kurudi nyumbani? Masudi akasema hapo ndio maana nilitaka tu tuondoke sote. Sidhani kama utakubali mke wangu. Ni safari ukaa kama wiki 2 kasoro hivi. Mwanzo Mr. Masudi alidhani mkewe angeshangaa kumkataza au kumngangania Masudi ili waondoke wote kwenye hiyo safari kutokana na muda mrefu ambao Masudi atakaa huko. Lakini alishangaa kumsikia Shakira akisema kwamba basi sasa babe, mimi nakutakia safari njema, Mungu akutangulie, ila wewe unanipigia simu mara kwa mara na hata siku ukiwa tayari kurudi usisahau kunipigia simu ili nije kupokea. Baada ya maongezi hayo kuisha, ikabidi kila mtu sasa alale ili kujipumzisha. Lakini kwa upande wa Dennis, yeye alikuwa hana muda wa kulala kabisa. Alikuwa na mawazo usiku mzima. Alikaa kitandani tu akawa anatembea kwenye chumba chake huko akitafakari cha kufanya juu ya wanawake hawa wawili ambao wanamnyima raha sana. Akisema mkate mmoja, mwingine hawezi kukubali hata kidogo. Dennis akajikuta akiwa amepitiwa na usingizi bila kujua alilala saa ngapi kutokana na mawazo mengi yaliyokuwa yakimzonga kichwani mwake. Sasa usiku wa manani sana kwenye mida kama ya saa 7:30 hivi, akashtushwa na kelele za mlango uliokuwa ukigongwa taratibu na kuitwa kwa sauti ya chini. Sauti inatoka tu, hodi. Dennis, mimi ni Esther, nifungulie mlango. Nina tatizo, naomba nifungulie. Dennis alioza sana huko sasa akiwaza na kusema kwamba Mungu wangu, mbona sasa ni mtihani? Atajijua mwenyewe bwana, mimi siendi kumfungulia huo mlango bwana.
atagonga mpaka vidole vya mkono vikatike. Mimi hapa sinyanyuki. Labda nisiwe Dennis mimi. Basi Esther alipoona Dennis haji kumfungulia wala kumjibu chochote, ikabidi ampe vitisho. Akamwambia kwamba Dennis, nitapiga kelele mpaka boss Masudi amke. Mimi naona unajua vizuri kumbe. Njoo nifungulie mlango jamani. Mimi nimeshindwa kupata usingizi. Kuna kitu mimi kinanisumbua mwenzako. Dennis akatoka haraka haraka kuelekea pale mlangoni kwa hofu. Maana Esther alikuwa anaongea kwa sauti ya juu kabisa kiasi kwamba ilibaki kidogo tu Mr. Masudi na Shakira wangesikia kelele hizo. Sema tu ni vile chumba chao kilikuwa mbali na chumba cha Dennis. Na nyumba ilikuwa ni kubwa yenye kona nyingi na vyumba kama 10 vilivyounganishwa. Sasa Dennis akafungua mlango upesi na kumvutia Esther chumbani kwake, akihofia labda angeonekana pale nje ya mlango wa chumba chake. Akaanza kumuuliza maswali akiwa amekasirika sana. Akamwambia kwamba hivi Esther, unajielewa kweli? Hivi nini ambacho nakifanya pale nje kama akili zako zinachaji kweli? Mimi sikuelewi mpaka sasa hivi, yani kama unanipenda kweli au ni jini tu uliyetumwa kuniharibia maisha yangu. Sasa ungepiga hizo kelele, unataka boss Masudi yani anifikirie vipi? Na vile anavyoniamini. Hivyo nataka kutengeneza mazingira gani mimi naonekane sifai hapa mbele za mabosi? Labda nikwambie tu kweli. Mimi nimetoka kwenye mazingira magumu sana, umesikia? Na hapa nimekuja kufanya kazi ili angalau niwe msaada kwenye familia yangu. Wewe unajua kabisa umeanza kazi muda mrefu sana. Hapa inawezekana umeshachoka, sasa unatafuta tu mbinu ya kuondoka ili ukaanze maisha yako mapya. Tena na msingi wa pesa ulizokuwa unaziweka muda wote ukiwa unafanya pa kazi inaonekana tayari zimeshakutosha. Mimi hata milioni 1 haijafika. Esther mwangalia Dennis kwa macho ya mahaba na huruma, machozi yakimlengalenga. Akamfuta Dennis machozi, akamwambia kwamba maskini Dennis wangu, mbona muda wote ulikuwa usemi? Kumbe ndo maana nikikuuliza kuhusu familia yako unanizungusha tu bila jibu lililonyoka. Basi nisamee sana bebe wangu. Mimi nisingeweza kupiga kelele kama ambavyo nilivyokuwa nikisema nje ya mlango. Mimi siwezi kufanya hivyo. Mimi nilikuwa tunataka tu nifungulie tu. Mimi niko tayari hata nusu ya mshahara wangu nikupe ili uamini kuwa nakupenda kweli mwenzio. Basi Dennis kwa hasira akamshika Esther kwa nguvu kwa mikono miwili, huku sasa akimtikisa akamwambia kwamba sikiliza, umesikia? Mimi nimesha kuchoka na mambo yako ambayo unafanya. Hebu achana basi na maisha yangu. Ini viko ni lazima unigande? Mbona kuna wanaume wengi tu huko mitaani? Yaani wewe kwa kifupi yani lengo lako ni kuniharibia tu. Yaani ndio maana hata ukiona mazingira yako magumu kiasi gani, wala hata ujali kuhusu usalama wangu, unalazimisha tu kuja hivyo chumbani kwangu. Kwa maneno hayo aliyoongea Dennis, hata Esther mwenyewe aliogopa sana, kwa sababu hakuwahi kumwona Dennis akiwa amekasirika kiasi hicho. Ikabidi sasa atoke chumbani kwa Dennis kwa hasira bila hata kuangalia usalama wa nje ya chumba kama kuna mtu yote anakuja. Alikuwa amepaniki sana. Akaingia zake kwenye chumba chake na kujibwaga kitandani kama kiroba cha ngano. Chumba cha Esther hakikuwa mbali sana na chumba chake na Shakira. Mr. Masudi akasikia kishindo hicho cha kwenye kitanda. Ikabidi sasa amke upesi ili kuangalia usalama. Akaelekea ambako kishindo kilisikika. Akafika hadi pembeni kidogo na mlango wa Esther, akasa anauliza kwa sauti ya chini chini kwamba kuna shida gani huku Esther, kuna nini, umeanguka? Au ni nje? Lakini Esther muda huo alikuwa akinungunika na kujiongelea kwa sauti ya juu kabisa kiasi kwamba kwa mtu ambaye angekuwa hapo nje ya mlango wake kama ilivyo kwa Mr. Masudi angeweza kusikia bila shida yote. Masudi alisikia maneno yaliyomshtua kidogo. Ikabidi sasa aache kuita, maana Esther alikuwa hajasikia kabisa kama kuna mtu alikuwa akimwongelesha. Sasa huko ndani Esther aliendelea kulalamika. Akasema kwamba jamani, kwa nini mimi? Au sipendezi kuliko wengine, au kwa kuwa nikija kazi wa ndani basi sina haki ya kumpenda yote kwenye dunia. Ni bora tu nijitoe uhai. Mimi siwezi bila Dennis, siwezi. Mr. Masudi moyo wake ulishtuka sana. Akashindwa kwenda mbele kumgongea Esther mlango wala kurudi nyuma. Alikuwa ni kama kapigwa shoti ya umeme kutokana na hofu ya maneno aliyosikia kutoka kwa Esther. Akawa anajiuliza, je, itakuwaje kama binti huyo ana vidonge au sumu? Itakuwaje akivimeza? Lakini wakati Mr. Masudi akiwa amejibana pembeni ya mlango akiwa sasa anamsikiliza Esther kwa makini ili ajue safanye uamuzi gani wa haraka wa kumzuia na maamuzi hayo ambayo alikuwa anapanga kujiua, aliona kabisa anaweza akaleta athari humo ndani kwake. Ghafla akashikwa begani na Shakira akiwa anaongea kwa kumfokea, akimshuku kuwa ana uhusiano wa kimapenzi na Esther. Shakira akasema, kumbe ndo ambao unanifanyia Masudi. Hivi nyowe wanaume mpewe nini jamani? Mpoje lakini, mbona mridhiki Masudi? Hivi nyowe wakunifanyia hivi kweli? Kipi ambacho unakikosa kwangu? Masudi akajaribu kutaka kujitetea,
ili amwambie Shakira ni kwa nini yupo hapo nje kwenye mlango wa chumba cha Esther. Lakini Shakira hakutaka kumsikiliza hata kwa sekunde. Ghafla akamchapa Masudi kofi la shavuni huku akimfokea kama mtoto mdogo. Shakira akasema, wewe mwanaume ni kichaa sana wewe. Utaniambia nini sijui ili yani niweze kuelewa? Mnafiki mkubwa wewe. Basi malumbano kwa sababu yalikuwa ni makubwa na Shakira alikuwa anapayuka sana. Esther alisikia maneno hayo. Hadi kibao kilichopigwa alisikia sana. Esther kwa muda huo alikuwa kama kavurugwa. Alikuwa tayari kwa lolote na isitoshe alimuonea huruma sana Masudi. Kwa nini Shakira mpige kofi huku akisikia maneno anajaribu kumshtumu mumewe akidai eti anatoka kimapenzi na Esther? Aliyakuwa yeye ndiye anayetoka na Dennis. Asista akajisemea kimomoyo huku macho yake sakiwa na hali ya kujiamini kupita kiasi, akasema kwamba sasa leo liwalo na liwe. Yeye kama kamwaga mboga mimi naenda kumwaga ugali wote ili sote tulale njaa. Eti anatoka kimapenzi na mumewe tangu lini? Basi Shakira akatoka kwa hasira kuelekea chumbani kwake kusasa akijifanya kulia. Mara ghafla mlango wa chumba cha Esther ukafunguliwa kwa kasi na kubamizwa ese. Sasa Esther kwa sauti akasema ya kwamba wewe, rudi hapa, unaenda wapi huko? Rudi kwanza hapa. Nimekusikia maneno yote ambayo unaropoka hapa nje, utafikiri ni mlevi usijitambua. Hayawani mkubwa wewe. Masudi kwa sababu alikuwa hajaelewa ni jambo gani ambalo Esther alikuwa analimaanisha, kwa hasira akampiga Esther kibao na kumshushia maneno ya kwamba wewe binti, hivi naona unavuka mipaka Yaani kukupa uhuru kidogo tu ndio unathubutu kumuita mke wangu hayawani? Hivi umeelewa na nani wewe binti? Binti, shika adabu yako. Nitakutwanga makofi sasa hivi ya nyongeza. Shakira ilitetemeka sana, akajua kabisa leo hapa kayatimba. Alijuta ni kwa nini alitoka ndani, kwa sababu hata kama ingekuwa ni kweli Mr. Masudi angetoka kimapenzi na Esther, hiyo ingekuwa fursa kwake kama ngao ya yeye kuendelea kuwa na Dennis kimapenzi. Esther alipoona amepigwa ndio akazidi kupata hasira, kuongea zaidi. Bila kupoteza muda akaanza kumwaga mambo hadharani. Akaongea kwa sauti akasema kwamba asante sana boss Masudi kwa kunipiga, lakini nataka nikwambie jambo la kusikitisha sana kuhusu huyo unayemuita mkeo. Basi bwana, kabla Esther hajaendelea kuongea, ghafla Shakira akamrukia kwa kasi na kuanza kumvuta akimpeleka chumbani kwake, akidai kwamba amechanganyikiwa na anajaribu kujitetea kwa sababu amegundua kuwa anatoka na mume wake. Sasa Shakira akasema kwamba nenda chumbani wewe binti ukalale. Nenda Taira wewe. Yaani nyumba ni ya kwetu mimi na mume wangu, ila unataka kunitawala. Basi Masudi kwa hali hiyo aliyoiona akahisi kabisa kuna jambo linaloendelea. Maana ni kwa nini Shakira mzuie binti huyo kuongea? Ikabidi amrudishe Esther kwa nyuma na kumtoa Shakira mkono ambaye alikuwa anamvuta Esther kwa nguvu, kisha akasema kwamba Shakira, inatosha. Umesikia Mwache naye aongee. Mbona ulipokuwa hapo na babu aje hakuna mtu aliyekuzuia? Usifikiri kuwa mimi nashindwa kukufanyia maamuzi magumu kwa kuwa eti nakupenda. Kukupenda na kupenda sana, hilo mimi sipingi. Lakini umevuka mipaka sasa. Haya Esther, ongea ulichokuwa unataka kusema. Msikilizaji, huwezi amini, Esther akiwa amekasirika kupita maelezo akasema kila kitu kwa boss Masudi. Esther akasema kwamba boss, kusema kweli Shakira huwa anamlazimisha sana Dennis kimapenzi. Hata ile siku nilivyoanguka pale sakafuni na kupelekwa hospitali ni kwa sababu sikuamini nilipomwona Shakira kwa macho yangu akiwa anatoka kwenye chumba cha Dennis akiwa anaweka vizuri nguo yake. Moyo wangu uliuma sana. Leo bora tu mimi nikwambie ukweli boss Masudi. Mimi nampenda sana Dennis, na mbaya zaidi mkeo naye anajifanya kumpenda pia na wakati yeye ana mume. Najua mimi nimefanya makosa kwa sababu hapo nyuma ulituonya kutokushiriki mambo kama hayo. Lakini mimi nimeshindwa kujizuia mbele ya Dennis. Naomba unisamehe sana kwa hilo boss. Masudi alishikwa na butwa, akawa kama haelewi kinachoongelewa kwa muda huo. Akamgeukia Shakira kwa hasira na kumkamata kwa mikono miwili. Alimwambia kwamba mwanamke, hivi una akili kisawasawa kweli wewe? Ni kweli anayosema Esther? Huyu binti tangu nimfahamu hana tabia za uongo wala hawezi kukuzingizia. Haya Esther, kamwita Dennis. Kamwita Dennis aje haraka. Basi Esther akakimbia haraka kuelekea chumba cha Dennis na kuanza ugonga mlango wa chumba chake, kusasa akiwa anamuita kwa sauti ya taharuki. Alimwambia kwamba Dennis, njoo, kuna tatizo huko nje. Dennis mwanzoni alipuuza, akajua si ni mambo ya Esther ameshaanza tena. Akamjibu kwa hasira, kusasa akizidi kufunga mlango vizuri kwa funguo. Akasema kwamba naomba nitokee hapa. Hivyo nafikiri leo utanipata wewe? Unipate ngo? Kama ulinibatisha mara ya kwanza, leo umefeli. Mimi na malengo yangu, sawa Usitaki kuniharibia. Lakini Esther akamwambia Dennis kwa msisitizo mkubwa kwamba Dennis, naomba unielewe jamani, toka nje, sio jambo la utani bwana, unaitwa na boss Masudi. Amegundua kuwa unatembea na mke wake. Aliposikia hivyo Dennis alijihisi kama akili zimemtoka na amesimama ni miguu ambayo sio ya kwake.
Akahisi kama kwenye chumba chake kuna milango miwili hivi na wakati kuna mlango mmoja tu wa chumba. Akaacha mlango na kufakamia ukuta, akajigonga kwenye komwe ndipo akili zikarudi tena, akakumbuka hivi kumbe naitwa. Dennis alitoka kwenye chumba chake akiwa amevurugwa sana na kumuuliza Esther endapo kama anamtania au ni kweli. Dennis akasema, Esther, si unajua kabisa mimi sipendagi utani. Hebu naomba uniambie ni kweli unasema ama? Na mimi mbona mimi sijawahi kutembea na mke wa boss Masudi tangu lini mimi nimetembea naye? Esther alikuwa anajuta kwa namna fulani kwenye moyo wake kwa kumtafutia majanga mtu ambaye anampenda, lakini pia akili yake ilimtuma kwamba hiyo ndio njia rahisi ya kuachanisha Dennis na Shakira ili yeye afurahie penzi la Dennis bila vikwazo. Lakini kwa kweli alikuwa ametengeneza bomu ambalo likiripuka linaweza kufanya hata yeye mwenyewe akapoteza, yani akapoteza kuanzia kazi mpaka hayo mapenzi yanayomtesa. Esther akamjibu Dennis ya kwamba mimi sijui, ila akamwambia tu yani kwamba hujawahi kufanya nini kitu chochote, maana kakasirika sana. Mimi sitaki uondoke Dennis, mimi nakupenda mwenzio, najuta. Dennis akawa anashangaa na kujisemea kwamba binti huyu vipi? Binti anajuta kitu gani? Zangu simuelewi. Au itakuwa ndiye aliyenichongea kwa boss Masudi, maana ana hivyo mapenzi ya kijinga sana. Utafikiri yani nimemooa vile yani. Asa boss Masudi alipoona kuchelewa akafoka kwa hasira sana. Watu wote hapo ndani waliogopa kwa sababu hakuna aliyewahi kumuona Masudi akiwa na hasira kiasi hicho. Sasa Masudi akasema kwamba Dennis, hebu njoo huku bana. Mtaka kunipanda kichwani nini? Upuuzi wakubwa je. Sasa leo yani atalia mtu humu ndani. Shakira akajifanya kumsina kumbembeza Masudi kwa pole apunguze hasira. Shakira akasema, samani mume wangu kipenzi, usiongee maneno makali kiasi hicho jamani. Huyu msichana ana matatizo sana. Yaani huyu kwa kuwa tu amekataliwa na huyo kijana kijakazi anaamua kunigombanisha na wewe baby. Hivi mimi naweza kweli kutoka na kijana kama huyo jamani? Kwa kipi labda ambacho ana amekuzidi mume wangu? Mr. Masudi akamfokea mkewe kwa sauti yake akamwambia, wewe acha kelele. Acha kelele. Acha kelele, umesikia? Na hebu mwache Esther azungumze anachokifahamu. Kisha nitawasikiliza wewe na Dennis pia. Aya Esther, hebu niambie. Ilikuwaje? Basi Esther alikuwa anaumiza kichwa sana. Ni nini aseme kwa muda huo? Kwa sababu akaendelea kushikilia kusema ukweli kwamba eti alimuona Shakira akitoka kwenye chumba cha Dennis kama alivyosema mwanzo. Anaweza kusababisha akampoteza hata Dennis. Na hata akamchukia kabisa. Asa kama dua kwa sekunde kadhaa akiwaza aongee jambo gani. Sasa Shakira alipoona Esther hakuna jambo analoliongea mpaka muda huo, ikabidi aitumie fursa hiyo kama sehemu ya kujitetea. Basi akaanza kubwata pale. Unajua Shakira alikuwa ameshazoea kumkaribia mumewe kama mtoto mdogo kwa sababu imani yake ya muda mrefu ni kwamba Masudi anampenda sana, kwa hiyo hana uwezo wa kumwacha. Ndio akachukulia kama fimbo ya kumchapia Masudi. Shakira akasema kwamba sasa Masudi, mbona huyo mtu wako kakosa la kuongea? Mimi nimeshakwambia binti ni mnafiki sana, kama umenichoka ni bora tu kaniacha tu kwa amani. Ile sio unaanza kunidhalilisha. Mimi naweza kuwa na kijana kama huyo kweli? Yaani Masudi umenikosea heshima sana. Au ni njama ambayo umeipanga wewe na Esther? Shakira kujua kuwa siku hiyo Masudi alikuwa na kinyongo cha vitu vingi alivyowahi kufanywa na Shakira kwa miaka yote aliyoishi naye. Kwa hiyo kwa siku hiyo Masudi ilikuwa ni kama amepata fursa ya kutema sumu iliyokuwa ikimwangamiza taratibu. Akamgeukia Shakira kwa hasira sana na kumwambia akae kimya. Esther, ongea kabla sijakubadilikia na wewe. Ongea. Sasa Esther alikuwa anatetemeka sana kwa hofu. Akimwangalia Dennis usoni, anamuona anatia huruma sana kwa sababu ingawa Dennis alimkubalia Shakira usiku ule, ila ni kwa sababu tu ya kulazimishwa, lakini macho yake na mienendo yake haikuwahi kuthibitisha hata kidogo kuwa anaridhia jambo hilo. Asa Esther akaongea kwa kujingatangata huku akiwa ameshika vidole vya mikono yake. Akasema, bosi, ni bahati mbaya tu nilikuwa na stress tu za mapenzi kwa ajili ya Dennis, maana nampenda lakini yeye hataki kunielewa. Ndio maana nikasema vile, ila sio kweli, nitaka tu kumkomoa dada Shakira ili huo upande wangu. Nisamehe sana boss Masudi, sitarudia tena na kuahidi. Asa Shakira hakuamini kabisa kwa alichokisikia. Akahisi kama yupo ndotoni vile. Akajiuliza au Dennis kamkanya asiseme kweli. Basi akawa anajiapia kimya kuwa endapo kama boss Masudi akimsamehe basi atabadilika na kuwa mke mwema kuwahi kutokea duniani, maana alikuwa ameshaona dalili zote za kuachika. Hapo ndipo yani alikuwa anajifanya
ukakamavu tu wa kuongea ili asionekane dhaifu mbele za watu, ila kwenye moyo wake alikuwa anajuta na kujilaumu sana. Asa Boss Masudi akamuuliza Dennis ya kwamba wewe kijana, naomba niambie ukweli kabla sija kufanya kitu kibao ulimwengu mzima ukashanga. Ulimfanya nini mke wangu ile siku ambayo Esther alianguka pale sakafuni? Na ukuri wako ndio kitu pekee kitakachonifanya mimi niamini labda ulilazimishwa au ilikuwa ni bahati mbaya tu. Maana kwa namna ambavyo huyu binti ameongea muda mfupi tu uliopita, haiwezekani eti ghafla tu akanushe kuwa alikuwa na stress za mapenzi ndio zilimfanya aongee vile. Aise, mimi sio mtoto mwenzenu wese. Sio mtoto mwenzenu kama mnavyonifikiria. Mimi 37 sio haba. Basi Shakira na Esther wakawa wanamkonyeza Dennis asijaribu kusema ukweli. Dennis akafikiria kabisa sasa mjibu Mr. Masudi kwa upole na heshima kubwa ya kwamba samahani sana bosi kwa yote aliyotokea. Najua unanifahamu vizuri kabisa ndugu yako, wala sijawahi kukuvunjia heshima wewe wala dada Shakira hata siku na moja. Kusema kweli mimi na dada Shakira hatuna uhusiano wote ule kama ambao Esther alivyosema, tofauti tu ya kumheshimu kama dada yangu. Kusema kweli Esther ananipenda sana kupita kiasi. Na siku ile alipoona dada Shakira akitoka karibu na mlango wangu kunigongea ili nije kunyosha nguo zako, basi yeye kwa hasira zake tu za kutokudadisi mambo na wivu uliomzidi akachukua uamuzi wa kutengeneza uongo usio na maana. Lakini kaka Masudi, mimi siwezi kula unachokula wewe kaka yangu, ni hivyo tu. Basi kwa kujitetea huko na maelezo iliyoenda shule mpaka Shakira akaa sasa anacheka kimoyomoyo akajisemea kwamba hapa kweli mtetezi nimepata. Huyu kijana isiye kama Masudi akikubali maneno hayo, nitampa zawadi ambayo hatakuja kunisahau maisha yake yote. Kuna watu wana vipaji jamani mwe. Basi Boss Masudi aliposikia hivyo, akashusha pumzi kidogo na uso wake ukawa mlegevu. Akaongea kwa sauti taratibu, akaa kama mtu anayejisuta vile, akasema kwamba unaja kuomba samani ndugu yangu Dennis, na kuelewa vizuri sana. Sasa mbona kusema mapema kuwa Esther anakusumbua? Ila tuache hayo. Sasa nikuulize, wewe mwenyewe unampenda Esther ama? Swali hilo lilikuwa ni gumu kidogo kwa Dennis. Kikweli alikuwa tayari ameshatekwa na penzi la Esther, lakini alikuwa na wasiwasi kujibu ndio au hapana kwa sababu alikuwa anajiuliza, je, kama Shakira asiporidhia jambo hilo itakuwaje? Lakini Mr. Masudi ni mtu mzima sana. Anajua hisia zilivyo. Anajua watu wanaopendana walivyo. Anajua watu wanaopendana wanaangaliana vipi. Aliona kabisa jinsi ambavyo Esther na Dennis walivyokuwa wakiangaliana kimaaba chini kwa chini tu. Mr. Masudi ikabidi afanye maamuzi, akasema okay, naelewa haina haja. Sasa uamuzi wangu ni huu hapa. Dennis na Esther nitawajengea nyumba ya vyumba 3 maeneo ya Masaki na nitawafungisha ndoa mimi mwenyewe. Najua nimefanya kazi nyingi sana hapa kwangu kwa muda mrefu, kwa hiyo hiyo ni sehemu tu ya malipo tu. Lakini pia ilikuwa ni sehemu ya malengo yangu kujenga nyumba kwa kila mmoja, lakini kwa kuwa sasa nimeona upendo kati yenu itabidi tu niwaunganishe. Kuhusu pesa nitatuma kwenye akaunti ya akaunti yako ya benki Dennis, na Esther pia nitatuma pesa. Kwa hiyo nendeni tumkajiandae. Hamna haja ya kuanza kulaza misuri tena. Basi siku hiyo ilikuwa ni siku yenye furaha sana hapo ndani kuliko siku zote walizowahi kuishi miaka yote, kwa sababu kwa upande wa Dennis na Esther walikuwa wanafurahia kwa pamoja kwa muunganiko ambao hawakuwahi kutarajiwa. Vile vile kwa Shakira, yeye alikuwa anafurahia kupata ukombozi wa ndoa yake, maana alikuwa anaelekea kuachika kabisa na alipata funzo ambalo lilimfanya aahidi kubadilika na kutokumsaliti tena mume wake. Lakini kwa upande wa Masudi alipata nafasi ya kuthibitisha umuhimu wake mbele ya mkewe, maana alikuwa hamuheshimu kabisa hapo nyuma. Masudi alitimiza ahadi yake ya kuwaozesha na kuwajengea nyumba Esther na Dennis bila kupepesa macho. Shakira alibadilika kabisa, alikuwa ni mnyenyekevu sana kwa mmewe ukilinganisha na hapo kipindi cha nyuma. Kwa kilichotokea kwenye familia ya Boss Masudi kuna mambo mengi sana kujifunza kwenye maisha kila siku. Kwanza kabisa, kama ni mfanyakazi wa aina yoyote ile msikilizaji, uwe mfanyakazi wa ndani, kinyozi, bodaboda au muuza chipsi, ni lazima utakutana majaribu kwenye kazi yako ambayo inawezekana malengo na nguvu zako zote umeziweka hapo ili usonge mbele kimaisha, lakini vikwazo na majaribu hayaepukiki, lakini unaweza kuyakwepa kwa busara na kuthamini malengo yako uliyojiwekea. Lakini vile vile kama una mke, mpenzi au mchumba ambaye unampenda lakini hakusikilizi au kukujali kwa lolote, basi tambua kwamba kuna muda na wakati sahihi utafika tu wa yeye kutambua thamani yako bila hata mwenyewe kutumia nguvu nyingi. Lakini kinachohitajika ni kuwa mvumilivu na kudumisha misimamo yako yenye nidhamu bila kumuumiza yeyote. Mpaka hapa tumefika mwisho. Nikushukuru sana msikilizaji kwa usikivu wako kuanzia dakika ya kwanza
mpaka hapa napokuambia bye bye.